Na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mpenzi, tunashukuru sana leo kwa mbubujiko mkuu wa uwepo wako kati yetu uliopo tayari. Nasi tunatarajia jambo hili mno na kwa wingi alasiri ya leo. Tunakushukuru kwa wimbo huu mzuri sana kutoka kwa mwanamke huyu mzuri Mkristo ambaye ameimba wimbo huu sasa hivi, na Roho wako aliyeshuka na tafsiri iliyotolewa. Bwana, na iwe hivyo tunaomba. Na Mungu, naomba ya kwamba utambariki kila mmoja wetu. Pia naomba mioyo yetu ijazwe na furaha tunapoona jambo hili likitukia. Mungu mpendwa, tunaomba alasiri ya leo, ikiwa baadhi ya waliopo hapa hawako tayari kukutana na wewe, jalia hii iwe ndio saa watakayofanya uamuzi huo wa mwisho na watakuja kwako kwa kuzaliwa upya. Tujalie, tubariki sisi sote Bwana, ambao tumekuwa safarini kwa muda mrefu. Tunaomba ya kwamba utatufundisha mambo mapya kwa neno lako. Tupe ufahamu bora zaidi kwa Roho wako Bwana. Jalia yeye aje na kulifasiri neno. Mfasiri pekee tuliye naye ni Roho. Tunaomba ya kwamba atatujalia jambo hilo leo. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amina. That suffices. Hilo la tosha. Ni wakati wa jinsi gani? Sijui mahali pengine bora zaidi pakuwa isipokuwa iwe ni mbinguni, kwa maana tunasikia tu upako wa huko. Sasa mnaona, tukiketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, tumekusanyika pamoja katika ulimwengu wa roho. Mungu na ambariki dada Florence, naye anapitia katika wakati wa huzuni na mashaka. Baba yake ndio kwanza aage dunia, nami naomba Mungu na mbariki mtoto huyo. Pia ndugu Demos amebeba mizigo kwenye mabega yote mawili na uzito wa mikutano hii yote na kadhalika. Anahitaji maombi yetu pia. Mungu na ambariki ndugu Shakerian. Ndugu Carl Williams, kwa kweli nina furaha kuwapo hapa katika mkutano huu pamoja nawe, miongoni mwa ndugu hawa wote wazuri. Nami nilipata majaliwa ya kukutana na baadhi yao. Na sasa hii ni sehemu yangu ya kumalizia ibada nijuavyo mimi. Kwa hiyo ninatarajia sasa kuweza kupeana mikono na baadhi ya hawa watu wazuri na nipate kukutana nao, kwa maana ninatumaini kuishi milele pamoja nao katika nchi bora zaidi. Hebu jambo kidogo tu, natumaini sitaeleweka vibaya, wala si kwa bahati. Sidhani hivyo, kwa kuwa nafikiri ilikuwa majaliwa kwamba jana nilikabidhiwa zawadi na rafiki fulani hapa kutoka kwa rafiki yangu Danny Henry. Alikuwa ni yule mvulana. Siku moja katika mkutano wa wafanyabiashara wa Kristo huko California, nilikuwa na mkutano. Nilikuwa nikizungumza kwa ukali sana dhidi ya hali ya wakati huu. Nami natarajia ya kwamba kila mtu anafahamu jambo hilo. Sina chuki ndani ya moyo wangu. Si hivyo. La, hakika mtafahamu simaanishi hivyo. Lakini sina budi kusema yale tu yanayonijia kusema. Na halafu baada ya jambo hilo, maskini jamaa huyu, ndugu wa Kibaptisti, nami nafikiri yeye ni jamaa ya mchezaji fulani wa sinema. Basi alishuka kuja kunikumbatia na kusema, Bwana akubariki ndugu Branham. Ninataka kukuombea kidogo tu. Ndipo akaanza kunena Kifaransa. Wala mvulana huyo hajui hata neno moja la Kifaransa. Ndipo mtu fulani akainuka, mwanamke mkubwa hivi, kutoka, nadhani alitoka Louisiana, akasema, hicho ni Kifaransa? Halafu kulikuwako na mtu kule akasema, hicho ni Kifaransa? Nao walikuwa wameandika ilivyokuwa. Nina nakala ya asili hapa. Na halafu ikatokea kuwa kijana mmoja alikuwa anakuja kutoka huko nyuma na anasogea mbele akitaka kuona maandishi yao. Naye alikuwa ndiye mkalimani wa Umoja wa Mataifa wa Kifaransa. Hicho ni Kifaransa kitupu. Nami ningetaka kusoma maandishi haya. Haya ndiyo maandishi ya asili ya mmoja wao, na yalitokana na mtu huyo ambaye alikuwa amefasiri. Wenda nisiweze kutamka jina lake vizuri. Ledoux, Victor Ledoux. Yeye ni Mfaransa halisi. Sasa huo ujumbe ndio huu hapa.
Kwa kuwa umechagua njia iliyo nyembamba, njia iliyo ngumu zaidi, umeenda kwa hiari yako. Umechagua uamuzi mzuri na sahihi, na ni njia yangu. Kwa sababu ya uamuzi huu muhimu sana, sehemu kubwa mno ya mbingu inakungojea. Ni uamuzi wa fahari jinsi gani umefanya. Jambo hili lenyewe ndilo litakalotoa na kutimiza ule ushindi mkuu sana katika upendo wa kiungu. Nilipopata huo, unajua, wakati niliposikia mara ya kwanza watu wakinena kwa lugha, nisingelaumu jambo lolote, unaona, kwa maana nimeona ni jambo la kweli, lakini daima nimeshangaa. Lakini wakati jambo hilo lilipotukia na nikijua lile agizo lilikuwa ni nini nyuma yake, nilijua lilitoka kwa Mungu. Halafu ndugu yake anayeketi hapa, wakili halisi anayejulikana sana, alinikabidhi zawadi kutoka kwa Dani. Dani alitoka nchi takatifu hivi karibuni, naye alikuwa amelala juu ya kaburini hasa mahali Yesu alikuwa amelazwa baada ya mauti yake. Na alipofanya hivyo, alisema alianza kuwaza juu yangu, na Roho wa Bwana akamjia, ndipo akakwea kwenda mlima Kalvari ambako kule kusulubishwa kulitukia. Basi akatwaa kipande cha mwamba, ndipo akarudi na kunitengenezea jozi ya vifungo vya sijafu kutokana nacho, nami kweli navipenda. Na sasa hili bila shaka Dani hajui jambo hili, lakini asubuhi ya leo wakati nilipokuwa nikiomba, niliviangalia tu hivyo vifungu vya sijafu, na kila kimoja cha hivyo kama ukiangalia kina alama ya damu, na pia kina mstari ulionyoka moja kwa moja ndani ya kila kimoja. Na hapa kwenye ujumbe alioutoa kutoka kwa Mungu wa njia nyofu iliyo nyembamba, jinsi unavyolingana vizuri kabisa. Nilifikiri hilo lilikuwa kwa namna fulani labda la kimbinguni, ama kwa kweli ninamshukuru Dani. Mwambie ndugu jinsi ninavyofurahia jambo hilo. Na jambo jingine la ajabu, nilimwomba mke wangu asubuhi niliyovaa shati ilipaswa kuwa na vifungo vya sijafu, naye akasema, nilisahau kukuletea sijafu zako. Kwa hiyo Bwana alinipa vingine. Lo, ni maisha yenye utukufu, sivyo ndugu? Kuenenda tu katika urahisi wa Injili, na hata hivyo katika urahisi wake ndilo jambo lililokuu kuliko yote ninayojua. Ninajua hakuna kinacholingana nayo, na kwa kuwa lilifanywa rahisi, hata nikawa na nafasi ya kuingia kwake. Unaona, pia kwa neema ya Mungu. Sasa alasiri ya leo sitaki kuchukua wakati mwingi, kwa sababu ninajua mnaenda makanisani usiku wa leo. Nadhani ninyi wageni wote hapa mnapaswa kuangalia kila mahali jukwani, muwaone wahudumu hawa, nao wananini. Lo, watafurahi kuwa nanyi katika ibada zao usiku wa leo. Watawafanyia mema. Hapana shaka ulihudhuria shule fulani ya Jumapili asubuhi ya leo mjini. Na wakati tukiwa na mikutano hii na tukiwa wafanyabiashara wa Injili yote, nafikiri inatubidi kuyapa makanisa yetu msaada wote tuwezao, kwa kuwa huko ndiko shughuli zetu zinakoelekea. Na sasa ni nyumba ya Mungu, nami natumaini mtahudhuria kanisa fulani usiku wa leo. Kesho usiku ni kumalizia kwa mkutano, ninaamini, nami nadhani wametangaza mhubiri, ambapo nitakuwa hapa, Bwana akipenda, kusikiliza ujumbe wake. Mungu ambariki kila mmoja wenu. Sasa mimi sidai kuwa mhubiri. Mimi kwa namna fulani sina elimu ya kutosha kujiita mhubiri. Mhubiri, unaposema hivyo, wanakutarajia kuwa na digrii kadhaa chuoni, na mimi sina kitu ila kombeo hili dogo. Unaona? Mimi ninajaribu kuwafuatilia kondoo walio wagonjwa, nikiweza kuwarudisha kwenye malisho ya Baba. Kama nikifanya makosa, nisameheni. Mimi si mwanatheolojia. Simlaumu mwanatheolojia. Theolojia ni sawa, ndiyo tunayohitaji. Lakini wakati mwingine ninalaumu hali ambayo tumeingia. Hilo halimwelekei mtu yeyote binafsi, ni ujumbe tu. Laiti isingalikuwa ni mimi wa kuutoa. Linanihuzunisha sana, maana unajua jinsi unavyojisikia juu ya watoto wako mwenyewe. Unaona? Je, si unachukia kumkaripia mtoto, kumpigia makelele ama chochote kile? Hata hivyo, mimi ni mzazi pia, nami ninajua jinsi ilivyo. Nami natumaini mngenisamehe.
nami nawatakeni mfanye hivi. Mnapokuwa mnaketi alasiri ya leo, nitawaomba kibali chenu. Nina maandishi mafupi machache hapa. Kama nilivyowaambia, sina budi kufanya jambo hili, kuandika maandiko yangu. Ilikuwa kawaida ya kwamba ningeweza karibu kunukuu Biblia kwa moyo, lakini si sasa. Nilipitia katika vita vingi vigumu kupita kiasi. Nimekuwa mzee sana kuweza kufanya jambo hilo. Lakini ninatumaini ya kwamba mtanisikiliza kwa muda mfupi tu alasiri ya leo. Na kwa kweli muufungue tu moyo wenu na mjaribu kupata kile ninachochimbua. Ndipo ninafikiri litakuwa ni jambo zuri zaidi, hasa sana kwa wachungaji wa mjini na mahali mbalimbali. Na natumaini ya kwamba mtasikiliza kwa makini sana. Na sasa mfanye hivyo. Fanyeni kama nifanyavyo ninapokula sambusa yangu ninayoipenda sana ya cheri. Baadhi ya nyama ninazozipenda sana ni kuku. Lakini wakati ninapokula kipande kizuri cha sambusa ya cheri na ninakumbana na mbegu, sitaacha kula sambusa hiyo. Ninatupa tu hiyo mbegu na kuendelea kula sambusa. Unaona? Nikifikia kwenye mfupa wa kuku, siitupi kuku, ninatupa tu ule mfupa. Kwa hiyo, vipi kama ningesema jambo ambalo huwezi kukubaliana nalo wakati wowote? Tupilia tu mbali sehemu hiyo, na ila iangalie vizuri sana, uwe na hakika ni mfupa. Sasa unaona? Na halafu hebu pia niseme, kama ni mbegu, kumbuka itazaa uhai mpya. Kwa hiyo angalia kwa makini sana, na Bwana akubariki. Ndugu Carl Williams alisema jambo fulani hivi majuzi juu ya kuvunja mkutano, kuwaombea wagonjwa, jambo ambalo lingekuwa ni nzuri sana. Najua jambo hilo lingekuwa zuri sana, lakini tuna nini tu, hatujajiandaa hapa kwa ajili ya jambo hilo, kuleta mstari wa maombi. Na sijui kama ndugu Oral ama yeyote wa hao ndugu wengine wamewahi kuwa na mistari ya maombi katika mikutano ama la. Sijui. Nimejaribu jambo hilo mara 2 ama 3. Lakini kwa kawaida kama kundi kama hili itakubidi kusambaza kadi za maombi, unaona, ili kufanya hivyo. Maana huwezi. Si uwanja wa michezo, ni nyumba ya Mungu. Unaona, imewekwa maalum kwa ajili ya jambo hilo. Nasi wanasongamana na kusukumana, na unachukua kadi, unawasimamisha kwenye mstari kwa utaratibu. Kwa hiyo Billy aliniuliza akasema, niende nikasambaze kadi za maombi, watu wananiomba kadi za maombi. Nikasema, la Billy, hebu tumwache tu Roho Mtakatifu afanye atakalo. Unaona? Hilo, unaona? Na acha labda ajenge imani na mponywe mahali papo hapo mlipo. Unaona? Lakini nini? Unaona? Uponyaji wa kiungu ni jambo ndogo katika Injili. Wala huwezi kung'ang'ania jambo ndogo. Mtu yeyote anajua jambo hilo. Lakini wao ni chambo kinachotumiwa kuwafanya watu waamini katika uwepo wa kimbinguni ama Mungu ya kimbinguni yapo. Halafu kwa njia hiyo, kama wanaweza kutambua uwepo wake, basi wanaponywa. Unaona? Kwa imani, kuamini jambo hilo. Sasa nataka kusoma machache kutoka kwenye neno la Mungu, Agano Jipya. Na halafu nataka kuchukua somo kutoka kwenye agano hili jipya na andiko hili na kuzungumza alasiri ya leo juu ya somo fulani kwa muda kidogo tu. Wala sitaki kuwaweka kwa muda mrefu sana kwa ajili ya ibada usiku wa leo. Lakini kumbukeni, ninatumaini nimejifanya dhahiri. Lipeni usikizi wenu kwa muda kidogo, tafadhalini. Sasa, kabla hatujafanya jambo hili, hebu na tuinamishe vichwa vyetu tena. Mnajua, tungeweza kuimba kupita kiasi. Tungeweza kupiga makelele kupita kiasi mpaka tupwelewe na sauti. Na tungeweza kuimba kwa wakati usiofaa ama kupiga makelele kwa wakati usiofaa. Lakini kuna jambo moja, kamwe hatuko nje ya utaratibu wakati tunaomba. Ninataka wanaume wasali kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo tashwishi. Au Baba, ni majaliwa makubwa sana mwanadamu aliyopata kuwa nayo, ilikuwa ni kufunga macho yake na kufungua moyo wake na kuzungumza nao. Nasi tunajua ya kwamba wewe unasikia, kama tungaliweza tu kuamini ya kwamba wewe unasikia. Kwa maana Yesu alisema, mkimuomba Baba neno lolote katika jina langu mtapewa. Hilo lilikuwa na masharti ikiwa hatungelitilia shaka. Kwa hiyo Baba, tusaidie kuamini alasiri ya leo ya kwamba ombi letu litajaliwa. Najalia pasiwepo na shaka hata kidogo mahali popote, lakini na yatimie mambo tunayoomba. Na hiyo ni kusema,
Mungu kwa ajili ya kuliheshimu jina lako kuu leo na kuingiza katika ufalme wako kila mtu aliyepotea na kila anayetangatanga aliye chini ya sauti yetu, ama pale ambapo kanda hii itawahi kufika, huko kwenye nchi za makafiri, mahali ambako zitaenda kote ulimwenguni. Ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba hakutakuwako na mtu mnyonge miongoni mwetu leo wakati huduma itakapomalizika. Naomba Bwana amwokoe kila mtu aliyepotea na kuponya kila mwili mgonjwa na kuujaza moyo wa watoto wake kwa furaha. Hiyo ndio sababu tuna imani, Bwana, kuomba katika jina la Yesu kwa Mungu Baba yetu, kwa sababu yeye aliahidi angesikia, na hii ni kwa ajili ya utukufu wake. Amina. In St. John's Gospel, the 17th chapter, and beginning with the katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 17 na kuanzia kifungu cha 20, ningetaka kusoma somo. Nafikiri hiyo ni kweli. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini kwa wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wote naamini nimefungua mahali pengine. Sasa samahani kwa muda kidogo tu. Ninatafuta maombi ya Yesu ambayo, ama si maombi ya Yesu hasa, lakini ni nia yake. Huenda nilikosea katika kuandika hapa kwenye maandishi yangu. Ni mahali pale ambapo Yesu aliomba ya kwamba, ama alikuwa akisema ya kwamba, kama mwanamke katika utungu wa kuzaa kwa ajili ya kuzaliwa kwa mtoto wake, kuzaa mtoto. Hiyo ni katika Luka ama Yohana? Jack, hiyo iko wapi? Yohana 16. Nadhani hiyo ilikuwa ndiyo, lakini haikusikika sana kama hiyo. Yohana 16 kifungu cha 21. Hakika kifungu cha 21. Hakika hii hapa Yohana Mtakatifu 16:21. Wote wawe na la. Ndugu Jack, hapo bado sipo. Ni cha 16:21. Nimefungua mlango wa 16 wa Yohana Mtakatifu kifungu cha 21. Lakini je, nimekosea? Vema, kuna vurugu katika hii kuchanganyikana katika Biblia hii. Naam Bwana, waliichapisha vibaya. Naam Bwana. Unajua nini? Hiyo ni kweli kabisa. Hii hapa Biblia mpya kabisa, ndio kwanza niipate, na ina nini? Imechapishwa vibaya. Vema, asante sana. 16:21. Asante sana. Hiyo ni kweli. Mwanamke azaapo, amin amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake inakuja. Lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Asante sana ndugu yangu, hakika nadhamini jambo hilo. Sasa huko bila shaka ni kuchapishwa kimakosa hapa katika Biblia. Kurasa zimewekwa vibaya, nami niliyapata tu kwenye Biblia yangu ya zamani ya Scofield. Ndipo nikaitwaa hii na kukimbilia huku juu nayo muda mchache tu uliopita, maana mke wangu ndio kwanza anipe hii kama zawadi ya Krismasi. Sasa nataka kuzungumza alasiri ya leo juu ya somo fulani ambalo nilitangaza, utungu wa kuzaa. Sasa hilo linasikika baya sana, lakini limo katika Biblia. Ninaamini ya kwamba Yesu hapa alikuwa kinena juu ya, kama alivyosema, mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Akizungumza na wanafunzi wake hapa, akijua ya kwamba kuzaliwa kwa Ukristo kulikuwa kunakuja. Na sasa ya kale hayana budi kufa, kusudi yaliyo mapya yazaliwe. Ukiwa na kitu chochote kinachozaa,
hakina budi kusikia uchungu na dhiki, na bila shaka walikuwa watapitia katika uchungu wa dhiki na maumivu makuu kutoka kwenye torati kuingia katika neema. Kawaida, uzazi wa kawaida ni mfano wa uzazi wa kiroho. Mambo yote ya kawaida ni mfano wa yale ya kiroho. Nasi tunaona kama tukiangalia hapa nje kwenye ardhi na kuona mti katika nchi ukikua, ukishindania uzima. Hilo linaonyesha ya kwamba kuna mti mahali fulani usiokufa kwa sababu unalilia jambo hilo. Tunaona watu, haidhuru wao ni wakongwe namna gani, ni wagonjwa jinsi gani, wana hali gani, wanalilia wapate kuishi, kwa kuwa inaonyesha kuna uhai mahali fulani ambapo tunaishi milele. Angalia jinsi lilivyo kamilifu. Sasa katika Yohana wa kwanza 5:7, ninaamini ndipo, kama sijakosea, ilisema wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Watatu hawa ni mmoja. Wako watatu washuhudiao duniani, hao ni maji, damu na roho. Hawa hupatana kwa habari moja. Sasa angalia, hao watatu wa kwanza ni mmoja. Hao watatu wa pili ni wa duniani ambao hupatana kwa habari moja. Huwezi kuwa na Baba bila kuwa na Mwana. Huwezi kuwa na Mwana bila kuwa na Roho Mtakatifu. Lakini unaweza kuwa na maji bila damu na damu bila roho. Nafikiri kote katika nyakati zetu hii imedhibitika kwamba ni kweli. Maji, damu, roho, kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo hufananishwa au inafanya nini au na kivuli ambayo huondoa kutoka kwenye kuzaliwa kwa maumbile. Angalia wakati mwanamke ama chochote katika utungu kwa ajili ya kuzaa. Jambo la kwanza linalotukia ni kutoka kwa maji, kuzaliwa kwa kawaida. Jambo la pili ni damu, halafu uhai unatokea. Maji, damu, roho. Na hiyo hufanya kuzaliwa kwa kawaida kwa maumbile. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ni maji, kuhesabiwa haki kwa imani, kumwamini Mungu, kumpokea yeye kama mkombozi wako binafsi na kubatizwa. Pili ni kutakaswa kwa roho, ambapo Mungu huisafisha roho na vitu vyote vya ulimwengu na tamaa ya ulimwengu. Na ndipo Roho Mtakatifu anaingia na kutoa uzao mpya na kukijaza chombo hicho kilichotakaswa. Kwa mfano ni namna hii. Sasa jambo hilo niliwaambia, kile usichoamini weka kando, halafu ule sambusa. Angalia sasa, glasi iko kwenye ua wa kuku. Huichukui tu na kuiweka mezani mwako na kuijaza na maji ama maziwa. La, unapoichukua ni kuihesabia haki. Ukiiosha ni kuitakasa. Maana ya neno la Kiunani kutakasa ni neno lenye sehemu mbili, ambalo linamaanisha kuoshwa na kutengwa kwa ajili ya kutumika, si katika huduma, kwa ajili ya huduma. Ndipo wakati unapoijaza inatumika. Samahani kwa jambo hili sasa, si kwa ajili ya kuudhi. Hapo ndipo ninyi wa Pilgrim Holiness wa Nazarayo mlishindwa kupiga hatua mpaka kuingia kwenye Pentekoste. Mlisafishwa kwa kutakaswa, lakini mlipokuwa tayari kuwekwa katika huduma kwa karama za kunena katika lugha na vitu vingine, mlizikataa hizo, mkarudi zizini tena. Mnaona sasa, hivyo ndivyo inavyotukia. Daima inafanyika hivyo. Sasa si kuwalaumu nyinyi sasa, lakini ninataka kutoa jambo hili moyoni mwangu, na hilo limekuwa likinichoma tangu nilipokuwa hapa. Kwa hiyo ni heri nilitoe tu, kama neema ya Carl na Demos na hao wengine na yenu nyote, nitajaribu kukomboa nafsi yangu kutokana na jambo hilo. Unaona, ndipo basi ni juu yenu. Ya kawaida yakiwa mfano wa ya kiroho. Sasa tunaona basi, na amezaliwa kabisa. Wakati mtoto mchanga kwa kawaida, sasa wakati maji yanapovuja haikubidi kumsaidia sana, na wakati damu inapotoka haikubidi kumshughulikia sana. Lakini ili uhai uingie ndani ya mtoto huyo mchanga, unabudi kumpiga kofi la matakoni na kumfanya apige makelele. Na hiyo ni sasa bila elimu, kama vile ndugu zangu hapa wamefunzwa vizuri sana yao, lakini mimi sina budi kuchukua mambo ya asili kutoa mfano wake. Na haya basi, hivyo ndivyo ilivyotendeka. Inatakiwa kupigwa kofi halisi kuingiza hili ndani yao. Sasa chukua nini dogo,
kitu fulani cha kushtua. Labda haitakulazimu kumpiga kofi, lakini mshtue tu kidogo. Wazo lenyewe la yeye kuzaliwa wakati mwingine litafanya jambo hilo. Mnyakue, mtikise. Asipoanza kupumua, mpige kofi kidogo, ndipo atapiga mayowe katika lugha isiyojulikana kwa nafsi yake nadhani, lakini yeye hata hivyo naye anapiga makelele. Nami nafikiri kama mtoto akizaliwa tu akiwa kimya, hana sauti, hana mwamsho, huyo ni mtoto mfu. Hiyo ndio shida ya kanisa siku hizi, ule mfumo. Tuna watoto wengi kupita kiasi waliozaliwa wamekufa. Hiyo ni kweli. Wanahitaji kofi la Injili, unaona, na hiyo basi ili kuamsha, kuwafanya wajirudie, kusudi Mungu aweze kuwapulizia ndani yao pumzi ya uhai. Na sasa tunaona ya kwamba hilo ni kweli kabisa. Ni theolojia mbichi, bali ni kweli hata hivyo. Kwa hiyo angalia, katika kuzaliwa kwa mbegu, ile mbegu ya kale haina budi kufa kabla ile mpya kuweza kuzaliwa. Kwa hiyo basi kifo ni jambo gumu wakati wowote. Kwa hiyo ni kichungu, kinahuzunisha. Kuzaliwa ni jambo lile lile, kwa maana unaleta uhai ulimwenguni, na ni kuchungu. Yesu alisema ya kwamba neno lake lilikuwa ni mbegu ambayo mpanzi alitoka akaenda kupanda. Sasa sisi sote tunajua jambo hilo. Nami ninataka kufundisha jambo hili kama somo la shule ya Jumapili, maana ni Jumapili. Angalia, basi neno hili likiwa ni mbegu, lakini kumbukeni, mbegu huleta tu uhai mpya hapo inapokufa. Na hiyo ndio sababu ilikuwa ni vigumu sana kwa hawa Mafarisayo kufahamu Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa walikuwa chini ya Torati, na Torati ilikuwa ni neno la Mungu katika umbo la mbegu. Lakini wakati neno lilipofanyika mwili na likawa si Torati lakini neema, sasa neema na Torati haviwezi kudumu wakati ule ule, maana neema iko juu mbali sana na Torati. Torati hata haimo kwenye picha. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa hawa Mafarisayo kufia Torati yao kusudi neema ipate kuzaliwa, lakini haina budi kuondoka. Sheria hizo mbili haziwezi kuwapo pamoja. Hakuwezi kuweko na sheria inayosema ya kwamba unaweza kutumia selo hii na nyingine inayosema unaweza kuitumia. Moja inasema unaweza, nyingine inasema huwezi. Hizo haina budi iwe ni sheria moja kwa wakati mmoja. Labda wakati mmoja ungaliweza kuipitia kwa uangalifu, upite katika hiyo, lakini wakati huu ni nyekundu, simama. Unaona? Na kwa hiyo hakuwezi kuweko na sheria mbili zinazofanya kazi wakati ule ule. Sasa tunaona ya kwamba daima mawazo yangu sasa kwenu inachukua uchungu, dhiki, adha. Waangalia hao Mafarisayo waliokufia hiyo Torati kupitia kwenye uchungu, dhiki, adha, lakini ni lazima iwe hivyo. Sasa tunaona ya kwamba mvua inayoleta matunda juu ya nchi inazaliwa, kama mshairi alivyosema, katika mashamba ya radi, katika anga zilizochafuka zenye mawingu mazito hapa na pale. Lakini kama hatungalikuwa na ngurumo na anga zilizochafuka, lile tone dogo la mvua lililotoneshwa ambalo limeinuliwa kutoka baharini na kutoneshwa kutoka kwenye chumvi halingezaliwa. Inahitaji hiyo radi, milipuko wa ngurumo, kitu hicho cha kutisha kilichochafuka kinachoparuza kuzaa lile tone la petali nyororo la maji. Kuzaliwa kunahitaji uchungu, kunahitaji kufa. Na wakati mawingu yanapokufa, mvua inazaliwa. Kwa kuwa mvua ni sehemu ya wingu hilo, moja halina budi kutoweka kusudi lingine lipate kuishi. Sasa na ndugu zangu hapa, baadhi yao wangeweza kukupa kanuni zote za vitu hivyo. Mimi siwezi. Sasa hebu na tuingilie jambo lingine kwa thibitisho dogo tu. Ninafikiri moja ya maua yaliyo mazuri sana, kila mtu ana mawazo yake kuhusu hayo, lakini nafikiri ua lililo zuri sana ambalo nimepata kuona ni kule nyuma mashariki, yungiyungi letu la kidimbwini. Ni wangapi waliopata kuona yungiyungi la kidimbwini? Lo,
hakuna kitu kama hilo kwangu mimi. Lakini ulipata kuona hilo yungiyungi la kidimbwini lilivyopaswa kuwa. Ninawazia juu ya yale Yesu aliyosema, fikirini yungiyungi jinsi linavyofanya kazi na kusokota. Lakini hata hivyo nawaambia ya kwamba Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya haya. Kwa kuwa utukufu wa Sulemani na mavazi yake yote yalikuwa ya kujitengenezea. Lakini yungiyungi katika uzuri wake linafanywa zuri na uhai, si vitu fulani vya kujipaka, vya kujitengenezea, kujipaka rangi. Ni kama vile tu wanawake wetu. Sidhani inawabidi kuwa na rangi hizi zote za kijani za kujipaka, majua, vikonyeza macho, majua, nje namna hiyo, na rangi hizo zote za makucha, ama sivyo. Ninachanganyikiwa na vitu hivyo vyote usoni mwako, kukufanya mrembo. Urembo ni vile urembo ufanyavyo. Kama utaongeza Matendo 2:4 kidogo, uchanganye pamoja Yohana 3:16 kidogo, vitashinda chochote ambacho Max Factor iliwahi kujaribu kutengeneza. Unaona? Mmeo atakupenda zaidi. Watu wengine wote watakupenda. Nina hakika Mungu atakupenda. Yungiyungi, yeye alisema, fikirini jinsi limeavyo linavyofanya kazi, halina budi kujisukuma juu. Maskini yungiyungi hili dogo la kidimbwini, angalia mahali linapopitia: uchafu, vinyaa, matope, maji ya matope, maji machafu. Linajipenyeza kupitia hayo yote, chembe chembe hii ya uhai, likijipenyeza kutoka kilindi cha kidimbwi ambapo mna vyura na ghasia nyingi, na halafu linajipandisha kupitia katika hayo yote. Lakini wakati linapofikia kwenye uwepo wa jua, linazaliwa. Maskini mbegu hiyo ndogo inafunguka ikawa hai. Haiwezi kufanya hivyo mpaka ipitie katika hatua hizo zote. Haina budi kupitia kwenye jambo hilo. Hilo ndilo linalolitengeneza. Ni kwa sababu jua lenyewe ndilo linalolivuta juu. Na hapo linapofikia juu ya maji machafu kabisa na vinyaa na kadhalika, ndipo linafurahi sana. Linatoa tu uhai wake bure. Na ni uhai unaopendeza wakati linapofikia kwenye uwepo wa hilo linalolivuta juu. Nafikiri huo ni mfano mzuri wa maisha ya Kikristo. Wakati kitu fulani kinakuvuta kutoka katika ulimwengu, mpaka siku moja unazaliwa moja kwa moja katika uwepo wake kwa Roho Mtakatifu. Ni jambo zuri jinsi gani! Ukijaribu kulisaidia, unaliua. Kama vile kifaranga kidogo cha kuku kinapozaliwa. Unajua, kama uliwahi kuona mmoja wa jamaa hao wadogo nchani kabisa mwa mdomo wake mdogo, ama ndege yeyote anayezaliwa kutoka kwenye yai, lina nini? Linakuwa hili ganda la kale la yai. Zile sehemu za ndani za mayai zilizokomaa sana hazina budi kuoza, naye hana budi kuchukua maskini mdomo huu mdogo na kuparuza mpaka anavunja lile ganda. Tunakuita huko kujikokota nje. Kule chini Kentucky ninakotoka, kujikokota atoke nje. Kamwe hawajapata njia nzuri zaidi. Unaona? Kwa nini? Ni njia iliyoandaliwa na Mungu. Ukijaribu kumsaidia utamuua. Ukilivunja ganda atoke, atakufa. Unaona? Hana budi kufanya kazi, kujitahidi na kuvunja atoke. Hivyo ndivyo Mkristo anavyopaswa kufanya. Si swala la mtu eti kukupa mkono, kukuingiza. Inakubidi ukae pale mpaka ufe, uoze na uzaliwe katika ufalme wa Mungu. Ndio njia iliyoandaliwa na Mungu. Uingii kwa kitabu ama kupeana mikono na kujiunga, kuhojiwa, kujilazimisha. Inakubidi tu kuondoka kwenye ganda hilo la zamani. Angalia, hawajapata njia nzuri zaidi. Hawakupata njia bora zaidi ya mtoto mchanga kupata kile anachotaka, mbali na njia ya Mungu kwa jambo hilo. Sasa, wakati mtoto huyo mdogo anapozaliwa, ungeweza kuweka kengele chini hapa karibu na kitanda chake kidogo, useme, mwanangu mdogo, katika njia hii mimi ni mwanatheolojia. Nimesoma vitabu juu ya kulea mtoto mchanga.
Na hebu nikwambie, wewe ni mtoto wa kisasa. Umezaliwa katika nyumba ya kisasa na mzazi wa kisasa. Unaposhikwa na njaa ama unamhitaji mama ama mimi, piga tu kijikengele hiki. Haitafua dafu hata kidogo. Njia tu yeye anavyoweza kupata anachotaka ni kukililia. Hiyo ndiyo njia ya Mungu. Na hivyo ndivyo tunavyopata tunachotaka, ni kukililia. Lia! Usione haya. Sema, nina njaa ya Mungu. Usijali kama mashemasi, wachungaji ama wowote walio karibu. Piga makelele hata hivyo. Akina Johnson wameketi pale. Inaleta tofauti gani? Lia kabisa. Hiyo ndio njia tu iliyopo ya kukipata, mpaka upate msaada. Yeye alifundisha jambo hilo wakati alipokuwa hapa duniani, mwajua, kuhusu yule hakimu dhalimu. Tone dogo la umande. Sijui formula yake, labda kungekuwako na mwanasayansi hapa nitasema tu jinsi ninavyofikiria. Huenda ikawa ni namna fulani ya anga lililochafuka kwa mawingu yaliyosongamana katika usiku wenye giza. Nayo yanaanguka chini, na yakianguka tone linazaliwa usiku, lakini asubuhi liko pale baridi na linatetemeka kwenye unyasi mmoja mdogo, ama likining'inia kwenye kamba yako ya kuanikia nguo. Lakini hebu jua na liwake mara moja. Je, uliona jinsi linavyoshikwa na furaha? Linametameta na kutetemeka. Kwa nini? Linajua ya kwamba hilo jua ndilo litakalolivuta na kulirudisha mahali lilipokuwa hapo mwanzo. Vivyo hivyo na kila mwanamume au mwanamke aliyezaliwa na Roho wa Mungu. Kuna jambo fulani juu yake wakati nuru inaposambaa juu yetu, kwamba tunashikwa na furaha, kwa maana tunajua tunarudi mahali tulipotoka, kutoka kwenye kifua cha Mungu. Linaweza kumetameta kwa furaha wakati jua linapoliwakia, bila shaka likijua linaelekea lilikotoka. Mambo madogo ya kijinga, lakini tungaliweza kuendelea nayo. Lakini hebu tuone na jambo lingine. Tunajua ile mbegu ya zamani ina nini? Haina budi, kabla ile mbegu mpya haijaweza kutoka kwenye ile mbegu ya kale, haina budi kuoza kabisa. Si kufa tu, bali kuoza baada ya kufa. Tunajua jambo hilo kuwa ni kweli. Ni jambo lile lile katika kuzaliwa upya. Kamwe haturudi nyuma, lakini tunasonga mbele unapozaliwa mara ya pili. Na hiyo ndio sababu ninafikiri leo tuna wengi sana, si wengi sana hasa, wanazaliwa upya halisi. Ni kwa sababu ile mbegu labda italihurumia neno ama mtu, lakini wao hawataki kuoza kutoka kwenye ule utaratibu wa zamani ambamo waliokuwamo. Hawataki kutoka mle. Wao wanataka kuishi katika utaratibu wa zamani na kudai kuzaliwa upya, ama ujumbe wa wakati huo. Tuliona jambo hilo chini ya wakati wa Luther, Wesley, wa Pentekoste na nyakati nyingine zote. Wao wangali wanajaribu kushikilia kwenye ule utaratibu wa kale na kudai jambo hili, lakini utaratibu wa kale hauna budi kufa, kuoza, kusudi upate kuleta ule mpya. Wao wangali wanataka kushikilia. Angalia, wanajua utaratibu wa kale umekufa, lakini wao hawataki kamwe kuoza watoke kwake. Sasa kuoza ni wakati unapoondolewa kabisa. Wakati dai linapofanywa ya kwamba wao wamezaliwa upya, lakini dai ni ishara tu iliyotungwa mimba. Kuoza kunaleta kuzaliwa upya. Hatuna budi kuoza tutoke kwake, kama tu vile tuliyofanya katika nyakati zote kupitia wakati wa Wesley na wengine wote. Lakini jambo ni kwamba baada ya huko kuzaliwa upya kuzaliwa, Wesley ama Luther alitokea na neno moja: wenye haki wataishi kwa imani. Vema, yeye hangeweza tena kushikilia kwenye ule utaratibu wa kale, ilimbidi atoke kwake. Na wakati wa Kalvini walipofikisha kanisa la Kianglikana katika hali kama hiyo, chini ya fundisho la Kalvini, mpaka Mungu alipoinua fundisho la Wameni ambalo lilikuwa ni John Wesley, ule utaratibu wa kale ulilazimika kufa kusudi ule mpya upate kuja. Na wakati wa Wesley ulipoisha, na nyakati zote ndogo ama majani yaliyochipuka kwenye ubua ama kishada katika wakati wa Wesley,
Unaona, wakati Pentekoste ilipotoka pamoja na kurudishwa kwa karama, iliwabidi watoke kwenye Baptisti, Presbiteri, Pilgrim Holiness, Wanazarayo, kanisa la Kristo linavyojiita, na hayo yote iliwabidi watoke katika hayo, waoze kabisa, kusudi wakubali kuzaliwa upya. Siku zote wewe unaitwa mwenda wazimu, lakini ni kama alivyosema Paulo wakati alipooza akatoka kutoka kwa kile alichodai kwanza. Kasema, kwa njia ile ambayo wanaiita uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu, katika njia ile ambayo wanaiita uzushi. Unaona, yeye alikuwa amekubali uzima mpya, kwamba agano la kale lilikuwa limezaa lile jipya, naye ilimbidi kuoza atoke kwenye lile la kale na kulifanya tu kivuli, kusudi awa huko. Ndiko tu mahali tuliko sasa. Sasa nivumilieni. Lakini hilo ndilo wazo langu. Makanisa yamekuwa ya kimfumo sana, hata huwezi kuingia kwenye moja isipokuwa wewe ni mshiriki wake. Huna budi kuwa na kadi ya ushirika ama namna fulani ya kitambulisho. Na kwa kuamini jambo hili, mlango tu ambao karibu umefunguliwa kwa ajili yangu ni huu wa wafanyabiashara, na mradi tu wao si madhehebu, ninaweza kwenda pamoja nao, lakini na kuuleta ujumbe ninaojisikia huko moyoni mwangu kwa watu. Lakini yamekuwa ya kiutaratibu sana. Nami nawapenda ninyi wa Pentekoste, na Pentekoste si madhehebu kwa vyovyote, mnajiita tu wenyewe hivyo. Pentekoste ni ujuzi wala si madhehebu. Lakini mnaona, jambo ni kwamba ni vigumu sana kwa watu wengi wakati wanapoliangalia na kuliamini na kuliona limeonyeshwa dhahiri sana na Mungu katika neno. Hata hivyo, ni vigumu sana kuoza kabisa na kutoka katika kitu hicho ulichokuwa ndani yake. Nifanye nini? Nitapata wapi riziki yangu? Ati nini? Mungu ndiye riziki yako. Mungu ndiye kitu cha kushikilia. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Nitaliachia hapo. Mnajua ninalozungumzia. Tunaambiwa na manabii wa Mungu ya kwamba tutakuwa na nchi mpya, mbingu mpya na nchi mpya. Kama ukitaka maandiko kwa hayo, ni Ufunuo 21. Ningeweza kuwanukulia, ninalo hapa. Yohana alisema, niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa kuwa mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zilikuwa zimepita, ilikuwa imeondoka. Sasa kama tutakuwa na nchi mpya, nchi ya zamani na nchi mpya haviwezi kudumu kwa wakati ule ule, ama ulimwengu mpya na ulimwengu wa kale haviwezi kudumu wakati mmoja. Hakuwezi kuwako na taratibu mbili za ulimwengu wakati ule ule. Sasa kusudi upate nchi mpya, ile ya zamani haina budi kufa. Sasa kama ile ya kale haina budi kufa, basi inapata utungu wa kuzaa kwa ajili ya ile mpya sasa. Halafu kama daktari alienda kumpima mgonjwa aliyekuwa na utungu wa kuzaa, sasa ile moja ya mambo ambayo daktari angefanya, ambapo ninazungumza mbele ya wawili ama watatu ni wao, madaktari wazuri wa madawa hapa, madaktari wa Kristo. Nami ningewaulizeni jambo hili. Moja ya mambo ambayo daktari hufanya baada ya kuwa amempima mgonjwa ni kupima muda wa utungu wa kuzaa. Yeye hupima muda wa utungu, jinsi mmoja unavyokaribia mwingine, jinsi kila mmoja unavyokuwa mchungu zaidi. Mmoja ni mkali zaidi kuvumilia kuliko huo mwingine. Unaofuata mkali zaidi, unakaribia karibu zaidi mwingine. Hivyo ndivyo anavyopima hali hiyo kwa utungu wa kuzaa. Vema, kama ulimwengu hauna budi kuondoka kusudi ulimwengu mpya upate kuzaliwa, hebu na tuchunguze baadhi ya utungu wa kuzaa tulionao duniani, na ndipo tutaona tuko katika siku gani, nayo imeenda umbali gani katika utungu wake. Vita vya kwanza vya dunia vilionyesha utungu mkali sana wa kuzaa. Vilionyesha mmoja wa utungu wa kwanza wa kuzaa wa kuingia kwake katika uchungu wa uzazi, kwa sababu wakati huo kwake tulikuwa tumeleta mabomu na tulikuwa na bombomu na gesi ya sumu. Nanyi mnakumbuka, labda wengi wenu hawawezi. Nilikuwa mvulana mdogo tu mwenye umri wa miaka kama 8 hivi, lakini ninakumbuka wao wakizungumza juu ya hizi gesi za haradali na klorini na kadhalika, jinsi ilivyoonekana kana kwamba ingeanza, na wao wakasema ingeteketeza dunia nzima, ingeua kila mtu. Huenda ikawa ni kuachilia kwa hiyo upepo tu ukivumisha kote duniani.
na jinsi kila mtu alivyoogopa mno silaha hiyo kuu ya gesi ya sumu, dunia ilipitia hayo na ikawa na utungu wake wa kwanza wa kuzaa. Nasi tunaona sasa tumekuwa na vita vya pili, vita vya dunia, na uchungu wake ulikuwa mkuu zaidi, unakuwa wa kutisha zaidi wakati wote, utungu wa kuzaa wa dunia. Dunia ilikuwa karibu iangamie wakati wa bomu la atomiki, kwa maana lingeangamiza mji mzima. Utungu ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko uchungu wa vita vya kwanza vya dunia katika kuiharibu nchi. Sasa inajua ya kwamba wakati wake wa ukombozi umekaribia. Hiyo ndio sababu ina wasiwasi sana, imefadhaika jinsi ilivyo. Ni kwa sababu kuna bomu la hidrojeni na makombora hewani yanayoweza kuuangamiza ulimwengu mzima. Taifa moja linaliogopa jingine, haidhuru ni dogo vipi. Wana hayo makombora wanayodai yatanini tu. Moja ya hayo wanaweza kuyaongoza kwa nyota na kuyaangusha mahali popote ulimwenguni wanapotaka. Urusi, kama nilivyosikia kwenye taarifa ya habari hivi majuzi, inadai ya kwamba inaweza kuliangamiza taifa hili na kuzuia hizo atomi ama vitu hivyo kuangamiza taifa lake. Hatujui la kufanya juu ya jambo hilo. Kila mtu anatoa madai haya na ndivyo ilivyo. Sayansi ya watu imeingia katika maabara makuu ya Mungu, hata watajiangamiza wenyewe. Mungu anaruhusu, daima huruhusu hekima ijiangamize yenyewe. Mungu haangamizi chochote. Mwanadamu hujiangamiza kwa hekima, kama alivyofanya hapo mwanzo, akichukua hekima ya shetani badala ya neno la Mungu. Sasa dunia inajua haina budi kuangamia, haiwezi kustahimili jambo hilo. Urusi naamini ingeliangamiza taifa hili leo kama ilifikiria kwamba ingeweza kuliangamiza halafu ijihifadhi yenyewe. Yoyote ya mataifa haya madogo yangeweza kufanya jambo hilo, lakini wanaogopa kwa sababu wanajua ya kwamba ulimwengu huu hauwezi kusimama katika mzunguko wake chini ya hali kama hizo. Kwa hiyo ulimwengu unajua ya kwamba utungu wake wa kuzaa ni mkubwa sana, hauna budi kuangamia. Kutakuwa na kuzaliwa kupya, kuzaliwa karibuni. Ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Nimechoshwa na huu. Mtu yeyote anajua ya kwamba hapa ni mahali pa mauti na huzuni na kila namna ya itilafu na kadhalika. Ninafurahi ya kwamba hauna budi kuangamia. Ninafuraha ya kwamba wakati huo umekaribia, kama Yohana wakala alivyosema, hata hivyo na uje Bwana Yesu. Sasa haina budi kuoza, bila shaka, kama nilivyosema, kusudi ilete uzao mpya. Angalia vile ilivyooza. Angalieni ndugu zangu, imeoza kabisa. Siasa zake na taratibu zake zimeoza ziwezavyo kuwa. Hakuna mfupa mzima ndani yake katika taratibu zake za ulimwengu. Siasa zake na siasa zake za kidini na chochote kile. Mmoja anasema mimi ni Democrat, mimi ni Republican, mimi ni Methodisti, mimi ni Baptisti. Mbona kitu hicho chote kimeoza kabisa? Hakina budi kiangamie, haiwezi kusimama. Kama ukimweka George Washington fulani ama Abraham Lincoln katika kila nchi katika Marekani hii, haingeweza kurudi bado, haikomboleki. Kuna jambo moja tu linaloweza kuisaidia, hilo ni kule kuja kwa Muumba. Amina. Inajua haina budi kuangamia, iko katika uchungu wa dhiki. Mtu hajui la kufanya. Mmoja anaangalia huku na mwingine kule na kila kitu. Mmoja anamwogopa mwingine. Mmoja akijaribu kufanya jambo fulani litakalomwangamiza huyu, huyu akijaribu kunena kinyume cha yule kumwangamiza huyo mwingine. Mpaka sasa wameiweka mikononi mwa watu wenye dhambi ambao wangeweza kuiangamiza dunia nzima katika muda wa dakika 5. Unaona? Kwa hiyo inajua haiwezi kustahimili jambo hilo. Watu wanajua haiwezi kulistahimili, na ulimwengu unajua ya kwamba watafanya hivyo. Litatukia kwa kuwa Mungu alisema litatukia. Mbingu zote na nchi zitateketezwa kwa moto. Itakuwa ni kufanywa upya kwa kitu hicho chote kusudi ulimwengu mpya uzaliwe. Mungu ametabiri jambo hilo. Imeoza katika taratibu zake zote na haina budi kufanya hivyo, kuoza kabisa. Hiyo ndio sababu yake nilisema ina wasiwasi sana na imeiva usoni na inafadhaika. Na matetemeko ya ardhi kila mahali huku na huko katika pwani, na mawimbi makubwa huko Alaska na kutetemeka huku na huko katika pwani kwa matetemeko ya ardhi na kadhalika. Na watu wakiandika, je tuhame? Unaona, hawajui la kufanya. Hakuna mahali pa salama ila pamoja. Hapo ni katika Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kuna jambo moja tu ambalo ni mahali pa salama, na hilo ni yeye. Wote walio nje ya hapo wataangamia kwa hakika tu, kama Mungu alivyosema.
Sasa hebu na tuangalie kwenye kitabu cha Daktari kama iko katika hali ya namna hii, na tuone kama jambo hili linapaswa kutukia wakati nchi mpya itakapozaliwa. Mathayo 24 katika kitabu cha Daktari ambacho ni Biblia, na hebu tuone yale yaliyotabiriwa kwamba dalili zake zingekuwa ni zipi. Sasa kama daktari anajua dalili za kuzaliwa kwa mtoto na kukaribia tu wakati ambapo mtoto anapaswa kuja, anatayarisha kila kitu, kwa maana anajua ya kwamba huo ni wakati wa mtoto kuzaliwa, kwa sababu dalili zote zinaonyesha maji yametoka, damu, na sasa ni wakati umewadia, mtoto ameshuka, na ni wakati wa mtoto kuzaliwa umewadia, na kwa hiyo yeye huweka kila kitu tayari kwa ajili yake. Sasa Yesu alituambia vile hasa ingetukia kwenye wakati huu. Alituambia katika Mathayo 24 ya kwamba kanisa la kweli na kanisa hilo lingine lingekuwa na kanisa la kawaida, kanisa la kiroho, wangefanana sana hao waigaji, mpaka ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Jinsi ambavyo ilikuwa katika siku za Nuhu, jinsi walivyokuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, na utovu huu wote wa uadilifu wa ulimwengu tunaouona siku hizi. Biblia, kila kitabu cha daktari kilisema ingetukia. Kwa hiyo tunapoona haya yakitukia, tunajua ya kwamba kuzaliwa kumekaribia, hakuna budi kutukie. Naam Bwana. Sasa tunaangalia jambo hilo kama taifa, si kama taifa bali ulimwengu. Sasa Israeli, kanisa, hebu na tuanze nayo kwa dakika chache, na hebu tuifuate kwa dakika 10 zijazo. Labda Israeli ilipata utungu wa kuzaa chini ya kila nabii aliyekuja duniani. Ilipata utungu wa kuzaa kwa ujumbe wake. Ilifanya hivyo kwa nini? Nabii alikuwa na neno, nayo ilikuwa imepanda upuzi mwingi sana na kuunda mashirika mengi sana ya kwake, mpaka nabii huyu akaitikisa hata kwenye msingi wake. Walichukiwa na kila mtu. Kwa hiyo basi, wakati Mungu alipomtuma nabii, kanisa lenyewe liliingia katika utungu wa kuzaa, kwa maana nabii, neno la Mungu linamjia nabii na yeye peke yake. Hiyo ni kusema neno lililonenwa kwa ajili ya siku hiyo hudhihirishwa na nabii wa wakati huo. Imekuwa hivyo daima, na makanisa yanajenga mashirika mengi sana kwenye neno, hata akaitikisa ikatoka kwenye msingi wake. Wakati alipokuja ilipata utungu wa kuzaa. Ilikuwa ni kitu gani? Rudini kwenye neno, rudini kwenye uhai. Madhehebu hayana uhai. Neno la Mungu pekee ndilo lililo na uzima. Taratibu zilizojengwa kulizunguka ambapo hapana uzima. Neno ndilo linalotoa uzima. Ujumbe wake uliwatikisa wateule wakarudi kwenye neno. Kundi ndogo litatoka na kuamini. Wakati fulani, labda katika wakati wa Nuhu, ni kama watu 8 hivi. Lakini hata hivyo, Mungu aliwatikisa waliosalia na kuangamiza hao wengine. Iliwabidi kutikiswa sana. Ilifanya hivyo kote katika nyakati, mpaka hatimaye kanisa likawazalia mtoto mwanamume, na mtoto huyo mwanamume alikuwa neno lenyewe lililofanyika mwili. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye alishinda kila pepo, kila nguvu juu ya dunia iliyompinga kwa neno la Baba yake peke yake. Kila jaribio ambalo shetani alimpa, yeye alimkemea shetani, si kwa nini zake, nguvu zake mwenyewe alizokuwa nazo, lakini kwa neno la Mungu. Imeandikwa, 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 kwa kuwa yeye alikuwa ni neno. Wakati shetani alipomrukia Hawa, yeye hakuwa neno, kwa hiyo alishindwa. Wakati alipomrukia Musa, jambo lile lile lilifanyika. Lakini wakati alipomgonga mwana wa Mungu, yeye alikuwa na volti 10,000. Ziling'oa manyoya yaliyolegea. Wakati aliporudi na kusema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Huyo hapo, huyo mtoto mwanamume aliyefanyika mwili, neno la milele la Mungu mwenyewe, alidhihirishwa katika mwili wa nyama hapa duniani kuwakilisha neno. Hivyo ndivyo yeye alivyojua yale yaliyokuwa katika mioyo yao. Hivyo ndivyo alivyoweza kumwambia Filipo mahali alipokuwa kwamba yeye alikuwa ni nani. Angeweza kumwambia Simoni Petro alikuwa ni nani. Alimwambia yule mwanamke kisimani. Kwa nini? Yeye alikuwa ni neno kweli. Biblia ilisema katika Waebrania mlango wa 4, neno la Mungu ni kali, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, linachoma na kugawanya mafuta ya mifupa, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo.
Mbona hao makuhani vipofu wa Kifarisayo hawangeweza kuona kwamba huyo alikuwa neno lilodhihirishwa? Kwa kuwa alikuwa amejifungia katika ukuhani na katika mfumo fulani, na mfumo ule wa kale ilibidi uondoke. Ilikuwa ni neno, lakini kile kilichoahidiwa kilikuwa kimetimia. Kwa hiyo kama kimetimia, hakina budi kuoza, ni ganda. Ile mbegu iliendelea mbele. Musa hangeweza kuleta ujumbe wa Nuhu, wala Yesu hangeweza kuleta ujumbe wa Nuhu, kwa maana ulikuwa wakati mwingine. Na ile mbegu ya kale ilikuwa sawa, lakini ilitimiza kusudi lake na ilikuwa imekufa na kuondoka. Kule kugeuzwa kutoka la kale kuingia kwenye lile jipya ambapo uzima ulikuwemo, ndilo jambo lililokuwa likiwatia watu wasiwasi. Ndilo bado linalowasumbua siku hizi. Sisi hatujengi ukuta kama vile tunavyoanza na ujumbe wa Luther. Tunaenda moja kwa moja kwenye mstari mnyofu ama ujumbe wa Pentekoste. Naam, tunapiga kona, tunajenga jengo. Neno la Mungu ndilo ramani. Kila mtu anaweza kujenga mstari ulionyooka, lakini inahitaji mwashi kupiga kona. Inahitaji nguvu za Mungu kufanya jambo hilo. Inahitaji mtu aliyetiwa mafuta kutoka mbinguni kutumwa chini kufanya hivyo. Imekuwa hivyo katika kila wakati. Na katika wakati wa manabii, neno la Mungu huja kupitia kwa hao manabii, nao wanapiga kona hizo, wakafanya tofauti hizo. Lakini wajenzi walitaka kujenga ukuta. Si ukuta hata kidogo, ni jengo, jengo la Mungu. Sasa tunajisikia na kujua ya kwamba hii ni kweli, ya kwamba madhehebu yalioza katika kila wakati, na kila moja ya madhehebu hayo yalikuwa yameoza na kufa, mpaka ilipozaa hilo kanisa. Kutokana na machafuko hayo yaliyooza, likatoka neno lenyewe. Neno la Bwana liliwajia manabii. Kamwe halikuja kwa makasisi, lilikuja kwa manabii. Pia angalia, na wakati lilipokuja, hatimaye neno hilo kwa jumla lilizaliwa hapa katika mwili wa kibinadamu. Utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani yake. Yeye alikuwa ni neno. Manabii ni sehemu ya neno, neno la wakati wao. Sisi leo ni sehemu ya neno. Sisi tunaufuata neno, lakini yeye alikuwa utimilifu wote wa neno. Alikuwa ni neno. Yeye alisema wakati walipokuwa akimshtaki, akijifanya mwenyewe sawa na Mungu, maana yeye alikuwa mwana wa Mungu. Wao walimwambia, vema, wewe unajifanya Mungu. Yeye akasema, haikuandikwa katika Torati zenu ya kwamba mnawaita hao ambao neno la Mungu liliwajia miungu, wale manabii? Nao walikuwa hivyo. Basi mnawezaje kunihukumu mimi ninaposema mimi ni mwana wa Mungu, ambapo utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani ya mwana wa Mungu? Yeye alikuwa dhihirisho kamili la Mungu. Hilo ndilo hatimaye utungu wa kuzaa chini ya hao manabii. Mbona wao wakiwa ni neno walilielekeza kwenye huu utimilifu wao wenyewe, utimilifu wa neno, na kisha hatimaye taratibu hizo zikafa mpaka neno likafanyika mwili likakaa kwetu. Angalia jinsi lilivyoonyeshwa katika Yakobo. Angalia jinsi lilivyoonyeshwa katika Yusufu. Halisi kabisa. Alipendwa na baba yake, akachukiwa na ndugu yake bila sababu. Alikuwa wa kiroho. Angeweza kutabiri mambo na kufasiri ndoto. Hangeweza kujizuia kuwa hivyo. Yeye alizaliwa tu hivyo. Alichaguliwa tangu zamani kuwa hivyo. Lakini alichukiwa na ndugu zake, na hatimaye akauzwa kwa vipande 30 vya fedha. Karibu vipande 30. Kisha akapandishwa cheo, akaketi mkono wa kuume wa Farao. Angalia katika gereza lake, kulikuwako na mnyweshaji na mwokaji. Mmoja alipotea na mwingine akaokolewa. Yesu katika gereza lake hapo msalabani, mmoja alipotea, mmoja akaokolewa. Barabara kabisa. Kisha akainuliwa hata mbinguni na kuketi juu ya kiti cha enzi cha Mungu. Na wakati atakapoondoka tena, kutakuwako na sauti itakayotoka, pigeni magoti na kila ulimi utakiri. Na Yusufu alipoondoka kwenye kiti cha enzi na akaanza kuondoka, tarumbeta ililia na ilibidi kila goti lipigwe. Yusufu alikuwa anakuja. Kwa hiyo siku moja ile parapanda kuu ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuka, na kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri neno hili. Lakini anakuja kutafuta nini? Anakuja hapa kwa ajili gani? Angalia, ilileta hili neno lililo kamili ambalo lilifanyika mwili chini ya utungu wa kuzaa wa manabii walionguruma. Anakuja, anakuja, anakuja. Sasa, lakini ilikuwa bila nabii kwa miaka 400 kulingana na historia na maandiko. Kutoka Malaki hadi Yohana walikuwa tu na wanatheolojia tu, makuhani, wachungaji. Sasa hapa tunaweza kuwazia, bila jambo hilo, utaratibu wake ulikuwa umeoza jinsi gani?
miaka 400 bila ujumbe wa moja kwa moja wa Bwana asema hivi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo makuhani, manabii na kadhalika walikuwa wameiweka katika hali mbaya sana, ilikuwa imeoza. Basi Yohana, Eliya aliahidiwa wa Malaki 3, si Malaki 4, Malaki 3. Maana Yesu alisema jambo lile lile katika nini? Katika Mathayo sura ya 11. Wakati jicho la Yohana la tai lilipotiwa utando, kama ninavyoamini kitabu cha Pemba kiitwacho Nyakati za Mwanzoni kinavyosema, naye alisema, nendeni mkamuulize kama yeye ndiye ama tumtazamie mwingine. Unaona? Naye akasema, Yesu baada ya kuwarudisha wanafunzi wake, baada ya kuambia wakae mkutanoni na kuona kilichotukia, nanyi nendeni mwelezeni Yohana mambo haya, na heri ni yule asiyechukizwa. Aligeuka na kuangalia wanafunzi wake na watu waliokuwa akiwazungumzia, akasema, mlitoka kwenda kuona nini mlipoenda kumwona Yohana? Akasema, mlienda kumwona mtu aliyevaa mavazi mororo? Kisha akasema, nami nawaambia, hawa ni wale wanaokaa katika majumba ya wafalme. Akasema, mlitoka kwenda kuona unyasi uliotikiswa na upepo? Kwa maneno mengine, kila kitu kidogo kilichozuka kilimtikisa. Nitakwambia, kama utakuja tu na kujiunga na kundi letu, tutaweza kukupa mshahara mnono zaidi. Si Yohana. Kama hutahubiri tu juu ya hili na lile, vema, unaweza kujiunga na makundi yetu. Si Yohana. Kasema, basi mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Nami nawaambia, zaidi ya nabii. Kwa kuwa kama mnaweza kulipokea, huyo ndiye aliyenenwa habari zake na nabii akisema, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kuiandaa njia. Hiyo ni Malaki 3:1. Si Malaki 4 hata kidogo. Hiyo ni tofauti. Maana huyo Eliya akija, ulimwengu utateketezwa mara moja na wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu. Sasa angalia, ujumbe wake haukuwatikisa sana kutokana na usingizi wao wa kidini. Wao walisema tu, kuna mtu mwenda wazimu kule chini, tulikutana naye karibuni. Alijiita mwenda wazimu, anajaribu kuwazamisha watu kule chini majini. Mnaona? Mbona mzee huyo hana kitu? Mbona hata hana mavazi yanayopaswa? Amevaa ngozi ya kondoo. Vema, yeye ni maskini tu kama bata mzinga wa Ayubu. Mbona yeye alitoka kwenye seminari gani? Ana kadi ya ushirika gani? Hata hatutashiriki katika mikutano yake. Tutamwacha tu asimame huko nje afe kwa njaa. Unaona? Ulimwengu hawajabadilika sana wala taratibu. Lakini tutamwacha akae tu sehemu hizo. Hana nini yoyote. Mnajua ni kwa nini hakufanya hivyo? Kumbukeni, baba yake alikuwa ni kuhani. Lakini kwa nini hakufuata njia ya baba yake, jambo ambalo lilikuwa ndio desturi ya watoto kufanya siku hizo? Kwa sababu alikuwa na kitu fulani, ujumbe mkuu mno. Alikuwa amjulishe Masihi, kwa kuwa Roho Mtakatifu alikuwa amesema hivyo. Hawa wachache waliosalia walikuwa wamerudishwa na ujumbe wa Gabrieli sehemu zile. Walijua ya kwamba hilo lingekuwa namna hiyo. Kwa hiyo tunaambiwa akiwa na umri wa kama miaka 9 alienda jangwani baada ya baba yake na mama yake kufa, kwamba alienda nyikani kwa kuwa ilimbidi asikie sawa sawa. Maana katika lile jengo kubwa mno la kitheolojia kule, wao wangesema, sasa ninajua ya kwamba wewe unapaswa kuwa ndiwe utakayemtangaza Masihi. Isaya alisema ulikuwa unakuja, kwa hiyo utakuwa ile sauti. Sasa hivi hudhani ndugu Jones hapa anatimiza masharti hayo barabara, naye angeshawishika kwa urahisi? Lakini yeye hakusomea kamwe katika mifumo yoyote yao. Ujumbe wake ulikuwa muhimu mno. Yeye alienda jangwani kuishi. Angalia, ujumbe wake haukuwa kama wa mwanatheolojia. Yeye alitumia mifano. Alisema, lo, enyi uzao wa nyoka, akiwaita wale makasisi majoka. Hiki kimojawapo cha mambo mabaya aliona nyikani, kimojawapo cha vitu vilivyo na hila vinavyonyemelea vilikuwa ni nyoka. Naye akawaza, huo ndio hasa mfano mzuri sana wa kulinganisha ninaojua. Akasema, enyi uzao wa majoka, ni nani aliyewaonya na laana ijaye? Msianze kusema sisi ni wa hiki na kile, kwa kuwa Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Mawe haya yale aliyopata nyikani na ufukoni mwa kijito kidogo. Pia shoka, kitu alichotumia nyikani, limewekwa kwenye shina la mti, kitu alichoona nyikani. Kila mti usiozaa matunda mema anajua mahali alikopata kuni zake. Unaona, hukatwa na kutupwa motoni. Alitoa kuni kwake. Naona ujumbe wake haukuwa wa kasisi hata kidogo. Ulitokana na maumbile huko nyikani, lakini alikuwa na ujumbe wa kutangaza, naye alikuwa na imani katika ujumbe wake kusema, yule Masihi apaswaye kuja, na hata yeye yupo papa hapa miongoni mwenu. Sasa ninawaambia, yupo mtu anayesimama miongoni mwenu ambaye hamjui, ambaye sistahili kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye ni nani? Yohana? Mimi sijui.
Lakini siku moja alikuja kijana mwanamume akienda mtoni, mtu anaonekana kwa kawaida katika nini tu. Mzee Yohana Mbatizaji alikuwa amesimama pale, yule maskini nabii aliyebarikiwa, naye aliangalia ng'ambo ya Yordani akasema, tazama yule pale mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unamjuaje Yohana? Yeye huko nyikani aliyeniambia niende nikabatiza majini alisema, yeye utakayemuona akishukiwa na Roho, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Ujumbe wake haungetokana na msimamo wa kithiolojia wala utaratibu uliotungwa na binadamu. Ulibidi uje moja kwa moja kutoka kwa Mungu, kwa kuwa ujumbe wake haukuwatikisa sana. Wao walifikiri, lo, yeye alisema aliona hilo. Ninatilia shaka sana. Mimi sioni kitu. Niliangalia, lo, jamani, sikuweza kuona kitu juu ya jambo hilo. Makuhani na hao wengine walisema, lakini yeye alimuona, na tunajua sasa ya kwamba yeye alimuona. Hakika alimuona. Lakini unaona, ulimpata nani? Haukuwatikisa hata kidogo watoke katika usingizi wao. Waliendelea vivyo hivyo, wakakikata kichwa chake. Haidhuru, lakini haukuwashtua. Lakini ulipata wale masalio, wale ambao walikuwa na uzima ndani yao, lile kundi dogo, Ana na Simoni, na wachache wa hao waliokuwa wakingoja kuja kwa Bwana. Naye Ana huko hekaluni, kipofu, nabii mke aliyemtumikia Bwana kwa maombi. Halafu siku moja wakati alipokuwa katika Roho, na Simoni alikuwa ametabiri na kusema, mwanamume mzee alisema, Roho Mtakatifu aliniambia ya kwamba sitaona mauti hata nitakapomwona Kristo wa Bwana. Mbona baadhi ya makuhani mnajua walisema, maskini mzee yule, yeye kidogo amerukwa na akili. Mnajua mbona yeye ameweka mguu mmoja kaburini sasa na huo mwingine unateleza. Mbona mwacheni tu, yeye amekuwa ni mzee wa heshima, lakini yeye kwa namna fulani. Lakini unaona yeye alikuwa ni nani? Ilifunuliwa kwake na Roho Mtakatifu. Jambo hilo ndilo lilofunuliwa kwenu ninyi watu alasiri ya leo. Roho Mtakatifu amewaleteni hapa kwa sababu fulani. Baadhi ya nini? Roho Mtakatifu. Angalieni makuhani hawa na makasisi hapa kutoka kwa Methodisti, Wabaptisti, Wakatoliki na kadhalika, waliongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati umewadia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliwaongoza, nao walikuwa wakimtazamia huyo wakiona njaa. Basi katika nini tu, siku moja, mnajua, hawakuwa na televisheni. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hiyo wao walikuwa huko kando ya vilima vya Yuda. Mtoto mchanga akazaliwa, nyota ikatokea na kadhalika. Lakini baada ya siku 8 mama alimleta yule mtoto mchanga, amevikwa nguo za kitoto. Ni nguo za kitoto. Ninakwambia, nasikia hizo zilikuwa, hawakuwa na nguo za kumfunga nazo. Ilikuwa kidogo ni kijitambaa kilichotolewa kwenye nira ya Maksai. Nasikia hicho ndicho kilikuwa ndio nguo zake za kitoto. Huyu hapa Yusufu anakuja pamoja na hao wengine, akiingia pamoja na huyu mtoto mchanga. Ningewazia akina mama walisimama nyuma kwa mbali, wameshika watoto wao na mafulana na kila kitu. Kasema, angaliani kule, mnaona huyo hapo, mnaona alipewa mimba na yule mwanamume. Huyo hapo anaingia, huyo msimkaribie, kaeni mbali. Wangali wanafikiri namna ile ile. Lakini Mariamu akiwa na mtoto yule mchanga mikononi mwake, hakujali walivyodhani. Yeye alijua huyo alikuwa ni mwana wa nani. Na vivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa mwamini yeyote anayelikubali neno la Mungu moyoni mwake. Sijali yale madhehebu yanayosema. Unajua ni kitu gani? Ni ahadi ya Mungu, ilifunuliwa kwako na Roho Mtakatifu wakati ulipotoa uvuli wa nguvu zake. Unajua kile kinachoendelea. Hakuna mtu aliye na haki ya kuhubiri Injili mpaka amekutana na Mungu kule nyuma, upande wa nyuma wa jangwa, katika kile kijiti kinachowaka moto, ambako hakuna shirika la kidini ulimwenguni linaloweza kukondolea hilo. Ulikuwapo, lilitukia kwako. Sijali vile madhehebu yasemavyo, wewe ni shahidi wake. Haleluya! Ninajisikia kama yule mzee mweusi niliyekuwa nikinena habari zake. Sina nafasi hapa juu sasa. Unaona, ninajisikia wa kidini sana wakati huu ninapowazia, na hiyo ni kweli. Mungu mwenyewe alikufunulia. Simoni alikuwa na ahadi, akiwa ameketi katika chumba chake cha kusomea asubuhi hiyo. Lo, nadhani huenda kulikuwako na watoto wachanga 100 kadhaa walioletwa kila asubuhi. Wayahudi kama 2.5 milioni nchini, na watoto hawa wachanga waliletwa, na wengine wanazaliwa. Kila baada ya siku 8 ilimbidi mama aje kutoa sadaka ya utakaso. Na sasa huyu hapa anakuja, Simeoni, ameketi pale, unajua, labda akisoma gombo la Isaya, sijui. Lakini mara sasa, kama Roho Mtakatifu amekupa ahadi, Roho Mtakatifu hana budi kuitimiza ahadi hiyo.
kama kweli yeye ni Mungu. Kama mtu akipita na kusema jambo fulani, Mungu asiliunge mkono, si la kimaandiko kwanza. Sahau. Na kama akisema ndivyo ilivyo na Mungu bado asiliunge mkono, lingali ni kosa. Maana Mungu hufasiri ujumbe wake. Yeye ndiye anayejifasiria. Asemayo yakitimia. Ndipo Mungu alisema, msikieni kwa maana ni kweli. Hilo ni jambo tu la maarifa ya kawaida. Kama akisema litatukia na linatukia, hilo linalidhihirisha. Halina budi liwe hivyo kila wakati, kuwa ni kweli kabisa, kwa maana Mungu hasemi uongo. Na kwa hiyo basi, huyo hapa Simoni ameketi pale akistahimili mateso. Alikuwa masalio, alikuwa amemsikia Yohana na masalio machache ya siku zile. Naye huyu hapa ameketi pale akisikiliza gombo hili, akijua, ninamaanisha akijua kwamba Yohana alikuwa anakuja, maana yeye alikuwa ni sehemu ya masalio. Neno lilifunuliwa kwake. Na mara wakati mtoto huyo mchanga alipoingia hekaluni, basi ilikuwa ni kazi ya Roho Mtakatifu kufunua ya kwamba yeye alikuwa pale. Kwa hiyo yeye akiongozwa na Roho alitoka kwenye kile chumba kidogo cha kusomea, huyo moja kwa moja kupitia sebuleni, akafika kwenye huo mstari wa wanawake, akaja moja kwa moja akiambaa mstari huo wa wanawake mpaka akafika mahali alipokuwa huyo mtoto mchanga. Wote walikuwa wanamhepa. Akamchukua yule mtoto mchanga mikononi mwake, akasema, Bwana, mruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Na kwenye wakati huo mwingine wa hawa wachache walioteuliwa katika siku hiyo alikuwa ni Ana, nabii mke. Alikuwa ameketi hapo kipofu pembeni. Akainuka kipofu. Huyu hapa anakuja, ameongozwa na Roho, kati ya wanawake wote na hao watu waliokuwa wakisongamana ndani na nje ya hekalu, mpaka akaja moja kwa moja akafika mahali mtoto Kristo alipokuwa. Kama Roho Mtakatifu angaliweza kumwongoza mwanamke kipofu kwake, vipi kuhusu kundi la Kipentekoste ambao mnapaswa kuwa na macho? Sitaendelea mbele zaidi. Mnajua kutoka hapo na kuendelea. Angalia, jamani, jinsi ambavyo hapana budi kanisa lile lilikuwa kwenye hali hiyo mbaya sana tena, ambayo hakika ilikuwa mbaya katika siku hiyo, lakini ulitikisa wale masalio wachache kama nilivyosema. Sasa hebu na tuwe waaminifu. Kama tukiona kanisa hilo katika hali hiyo leo, je, hivi si tumefikia wakati huo tena? Sasa hebu angalia tu mambo ya ahadi za Biblia ambayo yangekuwa yakiendelea kanisani wakati huu. Tunaona kinachoendelea ulimwenguni, nasi tunaona ni wakati wa mwisho. Sasa hebu na tuangalie kanisani. Hilo kanisa lilipata utungu wa kuzaa chini ya Luther. Sasa tunajua kuna nyakati 7 za kanisa na wajumbe 7 kwa hizo nyakati za kanisa kulingana na Ufunuo. Sasa wakati ilipobidi Luther aje, bila shaka hilo lilikuwa kanisa katika utungu wa kuzaa, lakini lilimzaa Luther. Hiyo ni kweli. Baada ya hayo likaingia katika shida tena, kwa hiyo likamleta Wesley. Hiyo ni kweli. Likaenda tena na likaleta Pentekoste. Kila mmoja wa hawa wajumbe wakati wao alitikisa sana kurudi kwenye neno, ujumbe wa wakati wao, ujumbe wa kulingana na Biblia. Nina kitabu kinachokuja juu ya jambo hilo, muhtasari wa milango 4 ya kwanza ya Ufunuo. Kisomeni mara tutakapokichapisha, na kinadhibitisha bila shaka yoyote kile ujumbe wa Luther ulichokuwa kuhesabiwa haki, kwamba utakaso ni nini. Hiyo hatua ya pili katika kuzaliwa kwa kawaida, ndipo wanakuja wa Pentekoste. Sawa kabisa. Sasa angalia, kila wakati ulilitikisa kanisa na kulipa utungu wa kuzaa, lakini wao walifanya nini? Baada ya utungu wa kuzaa kuja, badala ya kuendelea na neno, walikusanya kundi la watu pamoja, kama tu lile la kwanza lilivyofanya. Ni kweli kabisa. Mara baada ya kutikiswa na mitume, ndipo tunaliona likikengeuka tena. Ndipo tunaona ya kwamba moja kwa moja wakaja wengi wa hao wengine, Agabo na wengi wa wale watengenezaji huko nyuma katika Mwanzo. Kila wakati ulikuwa umefanya hivyo. Kama ukisoma kipindi kilichotangulia, baraza la Nikea, waanzilishi wa Nikea, na huko nyuma kote, unakuta yote humo ndani. Kila wakati ulitikiswa. Kila wakati mjumbe alipotokea na Bwana asema hivi. Sasa liko mahali pabaya sana, ambapo kulingana na maandiko kwamba limewahi kuwa hivyo. Tuko katika wakati wa kanisa wa Laodikia, wakati wa kanisa tajiri, lakini wakati wa kanisa lililokipofu ambalo halijui hilo. Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Kristo aliwahi kutolewa kanisani ila wakati wa Laodikia. Liko kwenye wakati ulio mbaya sana, limeoza sana kuliko lilivyopata kuoza. Kasema, nimeketi kama malkia, sina haja na kitu, nawe hujui ya kwamba wewe ni uchi, mwenye mashaka, kipofu, maskini, wala hujui. Naam Bwana. Kasema, na kushauri, njoo ununue kwangu dawa ya macho, nipate kuyafungua macho yako. Na hilo bila shaka, dawa ya Mungu ya macho bila shaka italeta nuru kwa kanisa kama linataka kufungua macho yake kwa yale Mungu aliyosema.
Angalia upesi sasa. Sasa liko katika hatua hiyo, bila shaka hata kidogo. Tuko katika wakati wa kanisa la Laodikia. Sasa mjumbe wake ameahidiwa katika Malaki mlango wa 4. Ameahidiwa kufanya jambo hilo, na ujumbe huo ni kwa ajili ya kurudisha neno, kuwarudisha watu kwenye neno. Kuzaliwa kutakuwako, litakombolewa kwa kuzaliwa upya kulingana na Malaki 4. Katika ulimwengu wa kanisa siku hizi kuna taratibu mbili zinazofanya kazi. Sasa sikilizeni kwa makini sana. Sasa nataka kuona kama mtasema amina katika jambo hili. Kuna taratibu mbili zinazofanya kazi katika ulimwengu wa kanisa leo. Nitaondoa jambo hili mgongoni mwangu na ndipo nilimalize. Sote tunajua ya kwamba hilo ni neno la Mungu na utaratibu wa kimadhehebu. Kuna taratibu mbili zinazofanya kazi, kama tu walivyokuwa Yakobo na Esau, mmoja kutokana na roho, mwingine kutokana na mwili. Na ni kitu gani? Esau na Yakobo walikuwa wanapigana katika tumbo la mama hata wakati walipokuwa wanazaliwa. Na vivyo hivyo madhehebu na neno yanapigana mmoja dhidi ya mwingine. Wamekuwa wakipigana tangu Luther alipoleta matengenezo ya kwanza. Natumaini hilo ni rahisi vya kutosha hata mnaweza kulielewa. Mnaona? Watu hawa kama wakichukua hili na kutoka waende nalo, wanaweza kulielewa zaidi. Unaona? Kulifikisha mahali ambapo mngeweza, ninataka tu kuweka mbegu hii, ndipo ninatumaini wataifanya iwe hai. Angalia, unaona? Daima imekuwa namna hiyo. Hiyo ndio sababu linapata utungu wa kuzaa, kwa sababu kuna vita ndani yake. Kuna Esau fulani, mtu tu wa ulimwengu, wa kidini sana. Na yeye ni sawa, mtu mzuri, msafi, mwadilifu, kadiri nijuavyo mimi. Lakini hajui kitu juu ya haki ya mzaliwa wa kwanza. Amezaliwa namna hiyo, ameumbwa namna hiyo. Na Yakobo, sijali yeye ni nani, yeye anataka hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Yeye ndiye wa kiroho. Na hawa wawili leo wako katika tumbo la uzazi la kanisa. Kuna shirika moja kubwa sana linalojaribu kuundwa, linaloitwa Baraza la Makanisa Ulimwenguni. Na kutoka katika tumbo la uzazi la kanisa kunatokea watoto wawili. Nyinyi zingatieni tu maneno yangu. Ulimwengu una nini hii? Neno halina budi kukomboa kanisa la bibi harusi neno. Kanisa halina budi kuzaliwa kutoka kwake, bibi harusi kwa ajili ya Kristo. Hao waliolala katika nyakati zote watamkamilisha huyo bibi harusi aliyetoka kwenye neno walilotoka kwalo, kama vile kutoka kwenye miguu yako hadi kichwani mwako. Anakuwa mkubwa zaidi, na inakubidi kuwa na vya zaidi na kadhalika. Jinsi huo mwili unavyokuwa, vivyo hivyo ndivyo nao mwili wa Kristo unavyokuwa. Na ndipo hatimaye kichwa kitakuja kwa huo kichwa hicho chake. Sasa kama tukiangalia, maana huo wote umeunganishwa na kichwa. Kichwa ndicho kinachozunguka kuvuta. Lakini taratibu hizi hazitakuwa kutokana na hilo, maana hizo ni taratibu, wala haziwezi kuzaa. Gugu haliwezi kuzaa kishada cha ngano, lakini zote mbili ziko kwenye shamba moja, wakimwagiliwa maji yale yale na nuru ile ile ya jua. Moja ni neno, moja si neno. Na hizo mbili zinapigana, zimekuwa zikipigana tangu yale matengenezo ya kwanza, na zingali zinapigana. Sasa hainibidi kwenda zaidi mbali ya hapo, sivyo? Hakika mnajua ninayomaanisha. Naam Bwana. Haya basi, utaratibu fulani. Je, wewe uko kwenye utaratibu gani? Hebu wazia tu sasa, kama ungaliishi zamani nyuma katika siku hizo za kale, chini ya msukosuko wa manabii wa Mungu na maneno yaliyotolewa, ungetaka kuwa upande gani katika zamani zile? Vema, una chaguo lile lile leo. Linajitayarisha kuleta neno lililo kamilifu huko nyuma, nalo neno linakuja kwa ajili ya bibi harusi neno. Kama vile mwanamke alivyo sehemu ya mwanamume, ametolewa kwake, vivyo hivyo kanisa litapaswa kuwa kanisa linalotii neno, kila neno la Biblia. Si taratibu, mafundisho ya sharti, wala chochote kilichoongezwa kwake. Itabidi liwe ni katika neno bikira, safi, lisilogoshiwa. Vema. Na katika siku za nuru ya Luther, wakati skrubu ya kanisa lilipofungwa, Luther alitumia nguvu, likaingia katika utungu, lakini yeye akatoka na wenye haki wataishi kwa imani. Na huu si ushirika. Sasa tunaona ya kwamba chini ya siku za John Wesley lilipata utungu tena, lakini kulikuwa na Wesley aliyezaliwa. Lakini alifanya nini? Alirudi moja kwa moja kama mama yake alivyofanya. Halafu chini ya siku za Kipentekoste, baba zenu na mama zenu walitoka kwenye kitu hicho na kukichukia. Walitoka kaenda mitaani, mama yako akiwa hana stokingi, akipiga mkebo wa kale na kuzungumza juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kita lake la kale. Walilala kwenye barabara za magari, wakalala gerezani usiku kucha.
nasi tuwagumu sana, na tumerudi moja kwa moja kwenye madhehebu na kujifanyia wenyewe takataka ile ile. Waliwavuta watoto wao wakawarudisha kwenye kitu kile kile walichotoka kwake. Wangeshikwa na hamaki kwenye makaburi yao, wangewaonea aibu. Ninajua hilo ni gumu, lakini ni kweli. Mnasema nilifikiri uliwapenda watu. Kama upendo hausahihishi, basi unawezaje kuonyesha upendo? Upendo usahihisha. Nami ninawapenda walimwengu. Nina juhudi juu ya kanisa la Mungu, na kuona taratibu hizi zinazolifunga chini ya mafundisho ya sharti zikioza, na Mungu akitangaza kwamba neno lake ni kweli, na bado analing'ang'ania. Amina, hiyo ni kweli. Unajua ni kweli, ndugu dada, hilo ni hili tu. Hiyo ndio njia rahisi ya kulisema jambo hilo. Si swala la kuchambua Kiyunani na kadhalika, lakini ni kuvunjavunja na kuonyesha maana ya kawaida. Hakika mnaweza kuelewa na jambo hilo. 2 na 2 ni 4. Unaona? Sasa tunajua ya kwamba jambo hilo ni kweli. Sasa neno halina budi kumzaa bibi harusi, lakini ule utaratibu wa kale hauna budi kutimiza mfano wake. Hauna budi kumzaa Esau aliyeuza haki zake za mzaliwa wa kwanza. Hili hapa linakuja. Ninalisikia. Natumaini hamfikirii mimi nina kichaa, lakini kama nina kichaa, niacheni. Ninajisikia vizuri hivi nilivyo. Mimi niko afadhali zaidi namna hii kuliko nilivyokuwa. Na uweza nikawa na kichaa kwa ulimwengu. Najua mahali nilipo. Ninajua mahali ninaposimama. Angalia, utazaa mtoto mfu, shirika la kidini litakaloyakusanya madhehebu yote pamoja, kumzaa Esau fulani anayemchukia Yakobo. Amina. Natumaini unaona jambo hilo. Mtoto aliyezaliwa mfu, madhehebu mafu yote yakienda pamoja. Lo, enyi waamini wa neno, upokeeni ujumbe wangu. Nisikilizeni mimi, si ujumbe wangu, bali ni ujumbe wake ambao yeye anautangaza kwamba ni kweli. Huna budi kuchagua kutoka mahali fulani. Huwezi kuketi kimya baada ya jambo hili. Huna budi kujichagulia. Kumbukeni hivi majuzi huko sehemu za Westward Ho, asubuhi ile kwenye kile kifungua kinywa, jinsi Bwana alivyonijalia kuonyesha ile ngano, jinsi ilivyochipuka kupitia kwa Luther, kupitia kwa Wesley na vishada na kadhalika, na vitawi vidogo vilivyojitokeza. Kila kanisa limewakilishwa katika gala la mahindi. Ndipo akaenda moja kwa moja katika ngano hiyo kama ilivyokuwa kawaida, na kulikuwako na hilo kapi dogo lililoonekana kabisa kama punje halisi ya ngano. Ukitoka na kuangalia, kama hujui ngano yako, utasema una ngano pale, lakini ni kapi tu. Ndipo unafungua hilo kapi, hakuna ngano mle hata kidogo. Kule nyuma kabisa kuna chipukizi dogo la uhai linalochipuka. Hebu chukua darubini uliangalie. Na wakati Pentekoste ilipotokea kwa mara ya kwanza, ilifanana sana. Yesu alisema katika Mathayo 24:24, ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Ilikuwa ifanye nini? Isaidie punje. Hiyo ni kweli. Angalia hapa. Hilo jani halifanani na punje iliyoanguka wala kishada, lakini hufanana zaidi nayo, na kapi linafanana sana nayo, lakini bado si ngano, ni mbebaji wa ngano. Je, huoni jinsi jumbe hizo zilivyokuja pamoja na utungu wa kuzaa, lakini uhai uliondoka moja kwa moja mle upate kwenda kwenye ujumbe uliofuata. Uhai ulitoka moja kwa moja kutoka kwa Luther ukaingia katika ujumbe wa Wesley, moja kwa moja kutoka ujumbe wa Wesley ukaingia katika ujumbe wa Kipentekoste. Sasa wakati umwadia tena kuliacha kapi. Kuna nini? Hayo hapo maumbile katika kila hali yakitangaza kwamba hiyo ni kweli. Sasa mnaona ni kwa nini mnafikiri mimi nina kichaa? Labda niko hivyo kama nilivyosema, lakini kuna kitu fulani ndani yangu siwezi kukinyamazisha. Hasha, sijawahi kukiweka humo ndani. Mimi sikujichagulia, ni Mungu, naye anathibitisha jambo hilo, kuthibitisha ya kwamba ni kweli, kulifanya kuwa ni kweli. Si kwamba eti nina jambo lolote dhidi ya Luther na Wesley na Pentekoste ama Baptisti ama wowote wale. Sina neno dhidi ya mtu yoyote. Mimi ninapinga hizo taratibu kwa kuwa neno linazipinga, si watu. Angalia hawa mapadri na makasisi wanaoketi hapa leo. Wasingekuwa hapa kama walisikiliza madhehebu yao, lakini walikuja na ujasiri wa kawaida wa neno la Mungu, wa kutoka nje na kulikubali. Haleluya! Linamaanisha Mungu wetu asifiwe. Halitawadhuru. Linamaanisha na iwe hivyo. Ninaamini jambo hilo. Ninaamini na ninajua ya kwamba ni kweli. Imethibitishwa kuwa ni kweli. Siku moja mtaona, labda itakuwa mmechelewa sana. Sasa angalieni. Biblia ilisema mkewe amejifanya tayari mwishoni mwa wakati. Yeye alijifanya tayari vipi kuwa mke wake? Naye anafanya nini? Alikuwa amevaa vazi la namna gani? Neno lake mwenyewe. Alikuwa amevaa haki yake. Ndio hivyo. Ni kweli. Unaona? Ono.
Angalia, ninafunga tu sasa hivi. Ninataka kusema jambo hili moja kabla tu sijafunga. Hilo ndilo lililonifanya kusema jambo hili. Sasa ni Bwana asema hivi. Mtu angetamka hivyo bila kuliweka katika mawazo yake mwenyewe, angekuwa mnafiki na angepaswa kwenda jehanamu kwa ajili ya jambo hilo. Ni kweli. Kama angejaribu kupata kundi la watu wazuri kama hawa na kuwadanganya, mbona yeye angekuwa ibilisi katika mwili. Mungu hangemheshimu kamwe. Unafikiri Mungu angemheshimu ibilisi au uongo? Hata kidogo. Unaona, linapita juu ya vichwa vyao wala hawalipati. Yeye anawavuta wateule kuwatoa nje. Angalia manabii wote kote katika zile nyakati, jinsi alivyowapata wateule. Angalia wakishuka kuja hata kwenye yale matengenezo, kama vile kanisa la Katoliki la Kirumi lilivyochoma moto John wa Arc eti ni mchawi. Hiyo ni kweli. Baadaye wakaona kwamba hakuwa mchawi, alikuwa ni mtakatifu. Bila shaka walifanya vitubio, wakaichimbua mili ya hawa mapadri na kuitupa mtoni. Lakini unajua, hilo halikutatua mambo katika vitabu vya Mungu. La! Walimuita mtakatifu Patrick hivyo pia. Unaona? Na basi kama mimi ni mchawi, yeye naye ni mchawi pia. Kwa hiyo tunaona, angalia watoto wake, angalia mahali pake juu, angalia aliwaua wangapi, angalia kwenye orodha ya wafia imani uone ni wangapi waliouawa pale. Unaona? Sivyo ilivyo. Lakini madai ya watu, hilo halilifanyi jambo hilo kuwa hivyo. Ni kile Mungu alichosema na kuthibitisha kwamba ni kweli. Thibitisha mambo yote, shikilia sana yaliyo mema. Sasa tunaona. Sasa hapa yapata miezi michache iliyopita, asubuhi moja nilikuwa nikitoka nyumbani, ndipo ono likatokea. Nami ninamsai mtu yeyote hapa ambaye amejua miaka hii yote, akasema wakati wowote ambapo Bwana aliwahi kuniambia Bwana asema hivi, ila jambo hilo lilitukia. Ni wangapi wanaojua kwamba ni kweli? Inua mkono wako. Kweli. Mtu yeyote angeweza kusema vinginevyo? Ni kweli. Usimjali mjumbe. Angalia kwamba ujumbe ni nini. Ni huo ujumbe. Unaona? Si yeye. Usiangalia huyo ni mdogo, mwenye upara. Unajua? Mtu. Amaana ni nini? Ni mwanadamu tu. Wote. Na sisi sote tu sawa tu. Lakini angalia jambo linalotendeka. Hilo ndilo linalolitangaza. Lilichukuliwa. Sasa ninajua watu husema mambo ya kila namna, na tunajua ya kwamba mengi ya hayo si kweli. Siwezi kuwajibika kwa yale hao wengine mtu yeyote asemayo. Sina budi kuwajibika kwa yale nisemayo mimi. Ninaweza tu kusema kama ni kweli ama la. Nami ndimi ninayepaswa kuwajibika kwa jambo hilo, si yale mtu mwingine anayosema. Siwezi kumhukumu mtu yeyote. Sikutumwa kuhukumu, bali kuhubiri ujumbe. Angalia, nilikuwa nionyeshwe kanisa hapo kabla, nami nilichukuliwa na mtu fulani ambaye sikuweza kumwona, nami niliwekwa mahali pa juu kama vile kwenye jukwaa. Ndipo nikasikia muziki mtamu sana niliopata kusikia. Basi nikaangalia, wanakuja na kundi la wanawali yapata walionekana kama wenye umri wa miaka kama 20, 18, 20, na wote walikuwa na nywele ndefu na walikuwa wamevalia mavazi tofauti, mfano mavazi, nao walikuwa wakienda kwa utaratibu, kwa hatua kamilifu, kwa muziki huo walivyoweza. Nao wakaenda kutoka kushoto kwangu wakizunguka namna hii, nami nikaangalia basi kuona ni nani aliyekuwa akinena nami, wala sikuweza kumwona mtu yeyote. Baadaye nikasikia bendi la roki likija, nami nilipoangalia upande wangu wa kulia, wakija namna hii, wakirudi, haya hapa makanisa ya ulimwengu yanakuja, na baadhi ya kila moja likibeba bendera zao za kule walikotoka. Baadhi ya vitu vichafu sana nilivyowahi kuona maishani mwangu. Na wakati kanisa la Marekani lilipotokea, lilikuwa ndilo baya sana nililopata kuona. Baba wa mbinguni ndiye shahidi wangu. Walikuwa wamevaa sketi hizi chafu sana za kijivu, kama mmoja wa hawa wasichana wa baa, zilizotupu upande wa nyuma hapa juu. Wameshikilia kitu kinachoonekana kama kipande cha karatasi ya kijivu, na kama dansi la hula wamejipaka rangi. Wamevaa kaptura fupi, wamekata nywele, wanavuta sigara na wakikatika viuno, huku wakitembea kwa mdundo wa roki. Nami nikasema, je, hilo ndilo kanisa la Marekani? Na ile sauti ikasema, naam, ndiyo. Nao walipopita, iliwabidi kukishikilia namna hii na kuiweka ile karatasi nyuma yao walipopita. Nikaanza kulia. Nikawazia tu juhudi yangu yote na yote niliyofanya na kila kitu ambacho sisi wahudumu tumefanya pamoja. Na enyi ndugu, sijui mnaweza kuamini maono haya kiasi gani, lakini ni kweli kwangu mimi. Daima imedhibitika kwamba ni kweli.
Nilipoona jambo hilo na nikijua jambo lililokuwa linaendelea, moyo wangu ulikuwa karibu kupasuka ndani yangu. Nimefanya nini? Nimelikosaje? Nimedumu sawasawa na hilo neno Bwana, na ningewezaje kufanya jambo hilo? Niliwazia, ungewezaje wewe kunipa ono si muda mrefu uliopita na kuniona humo na kusema, vema, je, itawabidi wao kuhukumiwa? Yeye akasema, kundi la Paulo pia. Nikasema, nimehubiri neno lile lile yeye alilohubiri. Wafanyabiashara wa Kristo waliandika makala hayo. Nami nikasema, kwa nini? Kwa nini iwe hivi? Niliona lile kundi la malaya likipita namna hiyo, wote wamevalia namna hiyo na kujiita kanisa la Bimarekani. Nilizimia tu. Halafu moja kwa moja nikasikia ule muziki mtamu sana ukija tena. Na huyu hapa maskini yule bibi harusi mwanamwali anapita tena. Yeye akasema, huyu ndiye anayetokea hata hivyo. Na wakati alipopita, yeye alikuwa anafanana kabisa na yule aliyepita mara ya kwanza, akitembea kwa hatua ya muziki wa neno la Mungu, akitembea kijeshi. Na wakati nilipoona jambo hilo, nilisimama pale huku nimeinua mikono yangu nikilia namna hiyo. Nilipopata kujirudia, nilikuwa nimesimama nje kule kwenye ukumbi wangu nikiangalia upande wa pili wa uwanja. Ni kitu gani? Yeye anapaswa kuwa bibi harusi yule yule wa namna ile ile, ameumbwa kwa vitu vile vile huyo alivyoumbwa navyo mara ya kwanza. Sasa soma Malaki 4 na uone kama hatupaswi kuwa na ujumbe katika siku za mwisho ambao utaigeuza mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, kurudi kwenye ujumbe wa Pentekoste ya kwanza, neno kwa neno. Ndugu, tumewasili. Sasa kanisa hili linapaswa kupata ishara, na ni ishara ya mwisho. Tunaona hapa ya kwamba katika maandiko, unaona ule utungu mkuu wa kuzaa ulio katika wakati huu wa Laodikia. Unachosha. Kanisa lao linazaliwa mara ya pili. Hakutakuwako na madhehebu mengine. Kila mtu anajua ya kwamba kila wakati ujumbe ulipotoka, waulize hawa wana historia. Baada ya ujumbe kutolewa, madhehebu yalitokea kwake. Alexander Campbell, chochote kile, Martin Luther na kila kitu, waliunda madhehebu kutoka kwake. Na kwa kawaida ujumbe huendelea kwa miaka 3 tu hivi. Uamsho huu umekuwa ukiendelea kwa miaka 15, wala hapajakuwa na madhehebu yaliyotoka kwake. Kwa nini? Kapi lilikuwa ndilo la mwisho. Tuko katika wakati wa mwisho. Unaona utungu wa kuzaa? Unaona kuna nini? Masalio tu ndiyo yatakayotolewa. Masalio tu ndiyo yatakayotolewa. Na hiyo ndio sababu ninalia na kukazana na kusukuma na kuweka kando kila upendeleo wa mwanadamu duniani, nipate kibali cha Mungu na kuendelea tu katika neno lake. Iko katika utungu. Hiyo ndio shida yake. Itazaa. Haina budi kujichagulia. Maandiko ya mkono yapo ukutani. Tunaona ulimwengu uko karibu kuangamia. Hiyo ni kweli. Na tunaona kanisa limeoza sana, liko tayari kuangamia. Na utungu wa kuzaa uko sehemu zote, kwenye ulimwengu na juu ya kanisa. Na ulimwengu mpya uko karibu kuzaliwa, na kanisa jipya kuzaliwa, lipata kwenda kwake kwenye ule utawala wa miaka 1000. Tunajua jambo hilo. Angalia, Mungu analipa. Na sikilizeni jambo hili kwa makini, ndipo ninafunga. Ishara yake ya mwisho, ujumbe wake wa mwisho, ishara yake ya mwisho. Ishara yake ya mwisho ni halina budi kuingia katika hali iliyokuwamo hapo mwanzo. Ulimwengu, kanisa. Angalia jinsi ilivyokuwa hapo mwanzo, miaka hiyo yote, bila kutoka Malaki mpaka Yesu. Angalia jambo hilo, miaka hiyo yote sasa. Liangalia huko nyuma kote, walivyoingia kwenye upotovu. Angalia dunia, jinsi ilivyokuwa kila wakati, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Kadhalika, haina budi kuwa ni aina ile ile ama mfano. Nasi tunaona jambo hilo, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Tunaona mambo haya yote yakifanana tu. Halafu tunapata ishara moja ya mwisho katika Luka mlango wa 17 kifungu cha 28. Yesu alisema, kama iliyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama ilivyokuwa katika Sodoma, unaona. Sasa Yesu alisoma Biblia hii, kitabu cha Mwanzo, kile tunachosoma. Sasa kwa makini usilikose. Biblia hii tunayosoma, Yesu aliisoma. Naye aliliambia kanisa lake, angalieni muone wakati siku za Sodoma zitakaporudi tena. Watu waliopotoka, wanaume wakipoteza nini yao ya asili. Angalia ulawiti, jinsi unavyoongezeka ulimwenguni siku hizi. Katika gazeti hivi karibuni tu, unapaswa kuingia katika ofisi yangu na kusoma barua kutoka kwa akina mama kwa ajili ya wavulana wao. Na ulawiti unaongezeka kwa, nafikiri ni 20% ama 30% katika California peke yake mwaka jana.
Kundi kubwa la hata watu wa serikali wamethibitisha kwamba wao ni walawiti. Ninyi watu wa serikali mnajua jambo hilo. Magazeti yenu niliyasoma na katika mambo mbalimbali yaliyotukia. Kama ukinini, nina ufahamu mzuri wa maandiko. Hivyo ndivyo hasa Mungu alivyosema ingetendeka. Yeye anenaye katika lugha pia na aombe apate kufasiri. Hiyo ni kweli. Nimewaambia kweli. Basi Mungu yupo hapa akithibitisha jambo hilo. Ni kweli. Hiyo ni kweli. Sasa angalia, ujumbe huo wa mwisho ambao Yesu aliusema ulikuwa ni nini? Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Angalia sasa, kabla tu ulimwengu wa mataifa kuteketezwa huo moto. Sasa jaribuni kuelewa. Ni jambo gani lilitukia? Kulikuwa na kundi la watu, wafuasi vuguvugu wa kanisa, kama Lutu na kundi lake kule Sodoma. Kulikuwako na mtu mwingine ambaye alikuwa tayari ametoka ndani yake. Hakuwa ndani yake kwanza. Huyo alikuwa ni Ibrahimu, yule aliyekuwa na ahadi ya kuja kwa mwana. Mnaelewa? Semeni amina. Vema. Na sasa, kabla tu ya kufikia kile kilele cha yale maangamizi, Mungu alimtokea Ibrahimu katika sura nyingi. Lakini wakati huu, yeye alitokea kama mwanadamu. Yeye alikuwa mwanadamu. Ndipo akamsogelea Mungu. Sasa unasema haikuwa ni mwanadamu. Ilikuwa ni Mungu ndani ya yule mwanadamu. Ibrahimu alimuita Elohimu. Alikuwa ni mtu. Na angalia, yeye aliketi chini huku mgongo wake umeelekea kwenye hema. Kisha akasema, yupo wapi Sara mkeo? Kasema, yumo hemani nyuma yako. Kasema, nitakuzuru wakati huu mwakani ambapo nilikuahidi. Ndipo Sara akacheka. Naye akasema, kwa nini Sara amecheka? Unaona? Sasa, hilo ndilo lililokuwa linaendelea katika siku ile. Kuonyesha tu ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu aliona, kundi la walioteuliwa likitolewa kutoka Sodoma. Sasa usikose mfano huu hata iweje. Kundi lililokuwa limetolewa ambalo kwanza halikuwa katika Sodoma, lakini malaika wawili kati ya hao wakashuka wakaenda Sodoma. Na wakati walipofika huko, tunamuona Lutu, naye akamkuta katika hali ya kuanguka, walawiti wote na upotovu. Mnajua hadithi hiyo. Lakini kuna mmoja aliyebaki na Ibrahimu ambaye alikuwa ni Elohimu. Wao walihubiri neno kule. Kuhubiri neno kuliwapofusha, wala hawangeweza kuuona mlango. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Lakini yule aliyekuwa pamoja na kundi lililotoka alifanya muujiza mbele ya Ibrahimu, kuonyesha kwamba yeye alikuwa ni nani. Naye alikuwa pamoja na Ibrahimu. Akasema, kwa nini Sara amecheka kuhusu huyu mtoto mchanga? Ndipo Sara akatoka akasema hakucheka. Ndipo akasema, lakini ulicheka. Naye angalimuua papo hapo kama yeye hangekuwa sehemu ya Ibrahimu. Vivyo hivyo, Mungu angeweza kutuua kama hatungekuwa sehemu ya Kristo. Rehema ya Kristo inatushikilia kabisa sisi wenye kushuku na upotovu katika neno. Lakini angalia jambo lililotukia. Yesu anageuka sasa na kusema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu,
ndivyo itakavyokuwa katika wakati wa mwisho, wakati mwana wa Adamu atakapoanza kujifunua mwenyewe. Unaona, mwana wa Adamu daima katika Biblia ni nabii. Unaona, yeye alikuja katika majina matatu ya mwana: mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Unaona, naye alitamka jina lake mwana wa Adamu kwa sababu hiyo ndiyo kazi aliyofanya ya nabii mwonaji. Yeye alisema katika siku kama ilivyokuwa katika Nuhu, wakati mwana wa Adamu atakapoanza kujifunua mwenyewe, huo utakuwa ni wakati wa mwisho. Sasa hebu na tuwazie tu kwa dakika moja tu. Kamwe ulimwengu haujapata mjumbe kote ulimwenguni. Tumekuwa na akina Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin na kadhalika kote ulimwenguni, wajumbe kwa kanisa katika utungu huu wa kuzaa. Lakini kamwe hatujapata mtu akitoka kwenda akiwa na ujumbe wa kimataifa mpaka siku hii, mwenye jina linaloishia katika HAM, ABRAHAM, lenye herufi 6. ABRAHAM ni herufi 7. Tuna mtu mmoja leo anayeitwa GRAHAM, herufi 6, na 6 ni namba ya ulimwengu, siku ya kuumba. Ni lini ulimwengu ulipata kuwa na mtu ndani yake sasa akihubiri katika ulimwengu, kule ulimwenguni kule chini, akiwaita watu watoke? Tubuni, tubuni, mtaangamia iwapo hamtatoka kwake. Mpaka wakati huu GRAHAM, angalia analofanya. Anahubiri neno, akiwapofusha watu walio nje, akiita tokeni, mjumbe kutoka kwa Mungu. Yesu alisema hilo lingetukia wakati tu ambapo mwana wa Adamu atakapojifunua mwenyewe. Sasa hilo litakuwa wapi? Huko nje kwenye utaratibu wa kanisa, ulimwengu. Nao wakaanza kumchukia huyo mtu kwa ajili ya jambo hilo. Lakini kumbukeni, kulikuwako na kundi fulani pia ambalo lilikuwa ni kundi la kiroho, lile kundi la Yakobo, si kundi la Esau. Kulikuwako na kundi la Yakobo lililokuwa likimtazamia mwana, ambalo halikuwa katika hiyo Babeli, nao walipokea mjumbe. Mnaelewa? Abraham, ABRAHAM, walipokea mjumbe. Na huyo mjumbe, ni jambo gani kuu la ajabu alilofanya yeye kuonyesha ya kwamba ilikuwa ni mwisho wakati? Alitambua mawazo yaliyokuwa katika moyo wa Sara. Naye Yesu mwana wa Mungu aliyefanyika mwili, akionyesha ya kwamba Roho wa Mungu angerudi kwenye kundi hilo dogo lililoteuliwa kwenye wakati wa mwisho, naye angejifunua mwenyewe katika hali ile ile. Utungu wa kuzaa. Lo, ndugu, tafadhali jaribu kuelewa. Jaribu sana. Fungueni mioyo yenu kwa dakika moja. Mwangalie Kristo. Mungu yeye yule yuko hapa sasa hivi. Yeye yule aliahidi mambo haya, na kama yeye aliahidi, bila shaka yeye anaweza kuyafanya. Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja, na watakeni ninyi mwazie tu kwa kicho. Baba, liko mikononi mwako sasa. Nimefanya yote niwezayo kufanya. Ninaomba ya kwamba utawasaidia watu kufahamu. Mbegu imekwisha pandwa. Imwagie maji Roho juu yake, Bwana, na uimwagie maji kwa ajili ya utukufu wako. Kama nilifanya kosa, Bwana, sikumaanisha kufanya jambo hilo. Ninaomba Mungu ya kwamba utalifasiri vizuri kwenye mioyo yao, kusudi waweze kuona na kufahamu. Tujalie Bwana, katika jina la Yesu naomba, amina. Bwana awabariki. Ninawapenda. Mungu huyo aliyehubiri neno hili, Mungu huyu ambaye anawajibika kwa neno hili, mimi ninahusika tu katika kulisema. Yeye ndiye anayepaswa kulihuisha. Mungu yuyo huyo yuko hapa. Sasa, ni wangapi huko nje walio na haja? Inua mkono wako. Je, yeye aliahidi kufanya mambo haya katika siku za mwisho? Sasa niangalieni. Sasa ni kama Petro na Yohana walivyosema, tuangalie sisi, kama kwamba mnaona. Yeye aliwaambia. Sasa ninyi angalieni huku. Sasa tafadhali msisogee hapa na pale. Huu ni nini sana. Ninajaribu moyo wangu wote ndani yangu. Iweni tuna uchaji. Mnaona, kila mmoja wenu ni roho mnapotembea. Bila shaka wewe ni kitu kizima. Ninajaribu kushika imani ya watu hawa. Maskini mwanamke fulani alipita na kuguza vazi lake, akaondoka akaenda akaketi. Yesu alimwambia shida yake ilikuwa ni nini, naye akaponywa.
Na sasa yeye aliahidi kufanya jambo hilo tena. Mwana wa Adamu atajifunua tena kama alivyofanya huko Sodoma. Ulimwengu uko katika hali hiyo. Kanisa limo katika hali hiyo. Sasa je, Mungu ametimiza neno lake? Angalia kama amelitimiza ama hajalitimiza. Lo, tumekuwa na ishara nyingi, kuruka, kunena kwa lugha, unabii na kadhalika. Lakini hebu ngoja, kuna ishara nyingine. Lo, tuna kuigiza kwingi kimwili. Hilo linalifanya tu lililo halisi kunawiri. Dola yoyote ya bandia inapaswa kuifanya iliyo halisi kunawiri. Sasa nyinyi ombeni, aminini, nini tu na wasai kufanya jambo hilo. Ninyi angalieni na aminini yale niliyowaambia. Ni wangapi wanaamini jambo hili kuwa ni kweli? Sijali wewe ni nani, mahali ulipo. Nitanini tu, kila mtu hapa nijuavyo mimi ni mgeni kabisa, ila Bill Dodge na mkewe wanaoketi papo hapo nijuavyo mimi. Nafikiri ninamjua maskini mhubiri huyu kutoka Ujerumani anayeketi papo hapo, na ndugu na watu wawili watatu wanaoketi pale pale. Mtu fulani kule nyuma katika wasikilizaji, angalia kule nyuma kabisa. Ninawasai kuamini yale niliyowaambia ni kweli. Vipi wakati yule malaika wa Bwana aliposhuka mtoni kule miaka 33 iliyopita na kutoa tamshi hili? Nilijuaje? Na mchungaji wangu mwenyewe wa Kibaptisti alinifukuza kanisani, nikasema, ulishikwa na jinamizi Bili. Nikasema, jinamizi hata kidogo, Dr. Davis. Hivyo ndivyo wewe msimamo unaochukua. Hata afadhali uchukue kadi yangu ya ushirika. Nilijua kulikuwako na mtu fulani mahali fulani ambaye angeamini jambo hilo. Mungu asingetuma ujumbe isipokuwa pawe na mtu wa kuupokea. Lo, hakika nilipotoka kwenda kuombea wagonjwa lilikuwa ni jambo zuri sana. Lakini wakati nilipoanza kuambieni kweli ya neno, mambo yamekuwa vingine. Mnapaswa kujua, kila ujumbe umekuwa namna hiyo. Yesu alikuwa mzuri sana wakati alipokwenda kanisani na kuwaponya watu na kila kitu. Lakini wakati alipoketi chini siku moja na kusema, mimi na Baba yangu ni mmoja, lo, hilo lilitosha. Msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hakueleza hilo. Alitaka kuona ni nani angalisimama upande wake. Sawa. Unaonaje? Kundi likiwa na madaktari na kadhalika aliseme, mtu huyo ni mbona yeye ni mnyonya damu, ati tuule mwili wake na kuinywa damu yake. Yeye hakulielezea hilo hata kidogo. Hakulielezea. Lakini hata hivyo, neno hilo lilikuwa limeshikilia kwa hawa mitume. Hawakujali, hawakulifahamu, waliliamini hata hivyo. Unaona, walijua, maana walikuwa wameona kazi za Mungu, nao walijua ilikuwa hivyo. Yeye alisema, hizo ndizo zinazonishuhudia mimi. Huyu hapa mtu fulani, mwanamke ameketi papa hapa, ameinua mkono wake juu. Sasa mnaweza kuniita mshupavu wa dini mkitaka, lakini nguzo ile ile ya moto iliyoongoza wana wa Israeli katika jangwa iko moja kwa moja juu ya mwanamke yule. Sasa kumbukeni, Yesu alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hawataniona mimi tena, hata hivyo ninyi mtaniona. Nilitoka kwa Mungu, ninarudi kwa Mungu. Baada ya mauti yake, kuzikwa, yeye aliwaambia Wayahudi, alisema yeye alikuwa ni ule mwamba uliokuwa jangwani, alikuwa ni ile nguzo ya moto. Mimi niko ambaye niko. Mimi niko. Alikuwa nani? Ile nguzo ya moto katika kile kijiti kilichowaka moto. Hiyo ni kweli. Naye alifanyika mwili akakaa kwetu, kasema, nilitoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu, kusudi arudi katika umbo la Roho Mtakatifu. Na yeye yuko hapa pamoja nasi leo. Yeye amepigwa picha za kisayansi. Huyu hapa kuthibitisha zaidi ya picha yoyote ya kisayansi chochote. Yuko hapa kuthibitisha jambo hilo, kwa kuwa ni yeye. Mimi mwana wa Adamu nitafunuliwa katika siku hii. Sasa yule pale, ninamtazama moja kwa moja. Unasema, je, unaiona? Yohana aliiona pia, lakini hao wengine hawakuiona. Angalia, kuthibitisha jambo hilo. Sasa mwanamke yule ni mgeni kwangu, sijapata kumwona maishani mwangu, lakini ana kasoro fulani katika mojawapo ya viungo vyake ambavyo anaiombea. Hiyo ni kweli mama, ulifanyiwa upasuaji. Huyu anayeketi kando yako ni mumeo. Hutoki hapa, umetoka California. Jina lako ni Roland. Shida yako ya tumbo imekwisha pia bwana. Ulikuwa na shida ya tumbo, sivyo? Vema, imekwisha kabisa. Mguu wako umeponywa. Katika siku hiyo mwana wa Adamu, kuna mtu anayeketi moja kwa moja hapa. Mwanamume yule pale ni mtu mweusi, ana kasoro katika macho yake. Yeye ni nini? Naam, yeye kazi afanyayo, yeye hufanya jambo fulani kuhusu motokaa, huosha motokaa, mwosha magari. Vema, macho yako yanaharibika.
ndio kwanza uamini. Sivyo, jambo fulani la ajabu lilikupata. Jina lako ni Fred. Hiyo ni kweli. Jina lako la mwisho ni Con. Hiyo ni kweli. Unaamini sasa? Macho yako hayatakusumbua tena basi. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Mwanamume aliyeko nyuma huko kabisa kule, wala yeye hatoki hapa. Anatoka California. Ana mgongo mbaya. Bwana Owens, huyo ni wewe. Bwana Yesu anakuponya. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Sijui kitu juu yake. Ninafuata tu ile nuru inavyokwenda. Ukiweza kuamini, mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Jamaa huyu mdogo anayeketi hapa ana ugonjwa wa ngiri. Amevaa miwani na suti ya kijivu. Fred, Mungu anakuponya kama ukiamini hilo. Utalikubali? Vema. Sijapata kumwona maishani mwangu. Bibi Holden unayeketi kule kutoka kwake, unayeumwa na macho. Mimi simjui mwanamke huyo, sijapata kumwona maishani mwangu, lakini hilo ni kweli. Unaona, kama unaweza kuamini. Unalilia nini dada? Una ugonjwa wa kuchanganyikiwa, vidonda kooni, ugonjwa wa moyo. Unaamini kwamba Mungu atakuponya? Unayeketi mwisho wa kiti pale. Kama unaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakuponya. Wasiwasi huo wote utakuondoka. Unajisikia kama kwamba umerudi katika hali yako njema. Ibilisi anakuambia uongo. Unakubali jambo hilo? Sasa inua mkono wako useme, nitalikubali basi. Sawa, yote yamekwisha. Ni kitu gani? Kanisa linapitia katika utungu wa kuzaa. Je, utafanya uamuzi wako sasa katika uwepo wake? Nimewaonyesha neno hasa yale aliyosema angefanya. Tafuteni katika jengo hili. Muulizeni mtu yeyote ambaye hata amewahi kuguswa ama kuzungumziwa ama chochote kile kilichofanyika. Muone kama nimepata kuwaona, kwa jua ama jambo lolote juu yao. Mnafikiri mwanadamu angeliweza kufanya jambo hilo? Hilo haliwezekani kabisa kwa jambo hilo kutukia. Vema, ni kitu gani? Mwana wa Adamu. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, likitambua roho, siri za mioyo. Jinsi ilivyokuwa hasa wakati ilipofanyika mwili hapa duniani katika mwana wa Mungu. Sasa linafunuliwa na mwana wa Mungu, kwani amekuja kumwita bibi harusi kutoka kwenye madhehebu hayo. Tokeni kwake, mkatengwe, asema Mungu. Msiguse vitu vyao vichafu, naye Mungu atawapokea. Uko tayari kusalimisha uhai wako wote kwa Mungu? Kama uko tayari, simama kwa miguu yako useme, nitalikubali kwa neema ya Mungu sasa hivi kwa kila kitu kilicho ndani yangu. Haleluya! Mungu asifiwe. Mnamwamini yeye? Basi inueni tu mikono yenu na muombe pamoja nami. Tubuni makosa yenu. Utungu wa kuzaa ni vigumu kufa, lakini kufa sasa hivi, kufa toka kwenye imani yako ya kutokuamini. Toka huko. Hili ni neno la Mungu lililodhihirishwa kama tu lilivyokuwa wakati Yesu alipokuja duniani. Ni Yesu Kristo tena miongoni mwenu akithibitishwa. Ibrahimu alimpokea mwana mara moja, yule mwana aliahidiwa baada ya jambo hilo kutukia. Na Yesu anakuja tena. Huyo ni roho wake. Yeye amekaribia sana duniani. Amekaribia sana kuja, hata yeye yuko tayari kukupokea kama wewe uko tayari kumpokea. Sasa inueni mikono yenu na muombe pamoja nami. Bwana Mungu, jalia makuhani wote washikilia kwenye madhabahu. Jalia watu walie. Jalia nguzo ya moto na nguzo ya wingu itende kazi ndani ya watu leo na kuwatuliza. Bwana, wapate kutambua uwepo wa Mungu aishie na mwenye nguvu. Tujalie Bwana, wapokee. Ninaomba sala hii kwa kila mmoja wao katika jina la Yesu Kristo. Mjaze kila mmoja na Roho Mtakatifu ambaye hana Roho Mtakatifu. Bwana, jalia ufufuo wa kampeni hii, mkutano huu uanze sasa hivi, uwe ni kumwagwa kukuu kwenye nguvu kwa Roho Mtakatifu. Jalia wagonjwa wapone, vipofu waone, viwete watembee. Jalia dhihirisho la Mungu aliye hai liletwe kwenye uwepo wa watu kama ilivyokuwa alasiri ya leo, na jalia watu walipokee katika jina la Yesu Kristo naomba. Inueni mikono yenu sasa na msifu na mpokee mlichoomba.